Bwana Fuse, hii ni Fuse Adventure Podcast. DJ Sma, Fuse Adventure pamoja na Ramige Safaris. Yes. Sasa safari nzima tulianza kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu. So hata podcast yetu tutaanza kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, na kama mtakavyoona tulikuwa tuna maombi ambayo alikuwa anatufungulia Messi. Mungu ametulinda tangia tumeanza mpaka tumerudi, kwa hiyo hatuwezi kumsahau kwamba tumerudi. Tufungulie kwa maombi. Haya, tusali. Mungu Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku ya leo. Tunakuomba ukaweze kuwa pamoja na sisi kwenye podcast hii, ukaweze kutuongoza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naomba na kushukuru. Amen. Alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa neema zako tunazozijua na tusizojua. Tulikutanguliza na tukakuomba na tukakunyenyekea tangia tunaanza safari yetu mpaka tumerudi. Umetuepusha na mengi njiani, tumekutana na ajali, tumekutana na mitihani, lakini sisi kwa neema zako na huruma zako umetusimamia, tumeenda salama, tumerudi salama na tuko hapa na wewe muendelezo. Tunaomba baraka zako na tunaomba utuzidi kutujenga na utusimamie, na nakushukuru. Alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Guys, we are back. Naam, japokuwa sala Messi leo si kwa vile mbele ya kamera, mbona imekuwa fupi hivyo? Maneno 10. Umehesabu Maneno 10. Alafu alikuwa na whisper. Unajua mpaka nikawa najiuliza ni au Messi ujala. Nimekula. Huyu nishajua amemiss zile biskuti na nini zile tulizokuwa tunakula. Nadhani akishapiga ile ndo waga anachangamka. Na nini vile, yogurt vile. Yogurt. Ila Mungu anasikia sala zote jamani. Hata fupi. Mungu anasikia. Tunaamini imefika. Nimefika. So guys, kwanza are you guys back? Are you guys happy? Mmefurahi kwamba tumerudi au mnapamisi kule? Yani mimi sijafurahi. Mimi mwenyewe sijafurahi kwa kweli, nimepamisi. Na hamna safari nzito na ngumu kama ya kurudi. Yani, kwanza kuna mtu alitaka atusaliti. Messi unamjua alitaka afanyeje? Atusaliti njiani. Apande ndege. Bahati nzuri akakosa tiketi. Yaani Mungu ni mwema. Hapana, ile ilichangiwa na dereva. Wewe dereva kila sehemu anasimama. Ashukie sijui angalie nini, arudi, akwambia kuna taa. Sasa mimi nilivyoona kuna taa pili imeongezeka. Sasa taa pili imeongezeka kwenye gari hapa, si tunafika kesho kutwa. By the way niwaambieni tu, kwa sababu nilivyokuwa hivi, ni wapi pale tulisimama tukaongeza blue? Ni Makambako. Yeah. Ikaja gari nyingine vile vile Hilux. Imewaka ile. Sasa yule hakuweza kujua ile alama ni ya nini. Akataka kubadilisha oil. Akaingia pale akauliza mafundi kama wanaweza kumbadilishia oil. Kuna watu ambao hawafahamu, na hii ni kwenye Fuse Ndinga, kwamba magari ya kisasa yana kitu kinaitwa AdBlue. Na hii inatokana na sheria za wenzetu kwa sababu ya mazingira, carbon emission. Kuna liquid fulani ambayo inaitwa AdBlue huwa inawekwa kwenye magari ya kisasa kwa sababu ya kupunguza pollution inayosababishwa na gari. Sasa watu ambao hawafahamu huwa wanadhani ni swala la oil. Na yule jamaa alikuwa yuko tayari kumwaga oil, aweke oil nyingine ambayo matokeo yake angeingia hasara, alafu tatizo lingebaki pale pale. Kwa hiyo kuna AdBlue, lakini kwenye magari ya kisasa ambayo especially ya diesel kuna kitu kinaitwa diesel particulate filter ambayo pia ni kitu cha kuconsider. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vilikuwepo, ila mentioning about udereva, naomba your honest opinion. Honest, yani brutally honest. Nianze mimi anze Messi. Aanze Messi. Okay. Messi. Dereva ulimwonaje? Cha kwanza. Cha pili, did you feel safe chini ya udereva wake? Na cha tatu, would you, ukipewa option ya dereva mwingine na dereva yule, honest opinion, yani bila kuremba. Okay, mi dereva nimemwona yuko poa. In terms of safety, anazingatia sheria zote za barabarani. Tumeenda salama na tumerudi salama. Yani in terms of safety, yuko vizuri, lakini kitokea mtu hapa akaja kuniambia kama ningehitaji dereva mwingine, ningemwambia nahitaji dereva yule yule, lakini aongezewe kitu kimoja tu. Yaani awe yule yule lakini kitu kimoja tu kiongezwe. Speed iongezwe kidogo. Lakini vitu vingine vyote iko poa. Kwenye speed tu basi. That's my honest opinion. Sasa sijajua kwa nini. Nimepokelewa.
Mi comment ya dereva ukisikia paka nataka nipande ndege kwa sababu comment ya dereva, kwanza unajua dereva unampima kwa safari mlivyoenda, mmerudi salama. Cha kwanza, dereva ana confidence, lakini kuna sehemu nyingine anapunguza confidence. Yaani kuna sehemu ya kukanyaga akanyagi. Unaona, kuna sehemu ambayo anatakiwa apunguze, kwa anapunguza. Yaani anazingatia sheria za barabarani, ila uoga umezidi, ndio mpaka tukakanguliwa. Unafikiri pale angekuwa na uoga, pale singetakuwa tanue saa nyingi sana tumeshaondoka. Ile dada singemkuta. Kwa hiyo wangu mimi naamini dereva kuna kidogo ongeze confidence barabarani. Ana uoga mno. Yaani aongeze confidence hata sehemu ya kuna sehemu ambazo mfano upo nyuma lori, mbele lori, afu mbele kwa upe, ni bora tu uende. Mimi kukaa katikati ya malori naona ni hatari zaidi kuliko kuendelea na safari. Kwa hiyo uoga wake ndio ulisimamisha pale, daladala akaona mbona nafasi ya mimi kutanua, tanua, nafikiri ndio alichomfanya. Kwa comment yangu kwa dereva mimi ndio hiyo. Dereva ongeza kidogo confidence kidogo. Sawa. Dereva nimepokea. Sehemu ambayo inaruhusu kufanyia kazi nitafanyia kazi. Lakini naomba niwaambieni kuna madereva aina 3. Ndiyo. Kuna dereva wa mjini hapa. Alafu kuna dereva wa safari ndefu. Ni vitu viwili tofauti. Na madereva wa mjini wanavotoka na kuchukua udereva wa mjini kuupeleka safari ndefu, mara nyingi sana inakuwaga majanga, kwa sababu mjini kutokana na mazingira na kona na wingi wa magari hawapati nafasi ya kukimbia, yani barabara haiwaruhusu, labda usiku. Ndio maana ajali nyingi za mjini za usiku ni za majanga, aidha vifo au inasababisha majanga. Kwa hiyo akienda safari ndefu wanakuta sehemu inaruhusu kukimbia. Ila kuna sheria za kibarabara za safari ndefu ambazo pia hazi-apply mjini, ambazo watu hazizingatii, kama michoro ya barabarani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu ambao wanatoka safari ndefu mjini kwenda safari ndefu, naomba tuwe tu makini, kwa sababu inatamanisha kukimbia ovyo. Na especially kwenye blind spot. Hivyo ni vitu ambavyo natamani sana watu wazingatie unapotaka ku-overtake sehemu ambayo hauoni mbele, muwe makini sana. Cha kwanza, cha pili, kuna dereva wa mjini wa safari ndefu, alafu kuna dereva ambao ni ngazi ya juu, ambao ni dereva wa adventure, ambao ndo DJ Sma yuko kwenye level dereva ya adventure. Kwa sababu huko kuna matope, kuna kuteleza, kuna kukwama, kuna timing ambazo unahitaji, na vile vile ujue kutumia gari yako, na gari yako ina uwezo gani, kama ni 4 wheel, jinsi ya kutumia high low, vitu kama hivyo. Usisahau pia kuambia kuna kulala barabarani. Ukifanya mchezo tu mmelala barabarani. Ila pia kuna aina ya matairi pia watu wanatakiwa zingatie, especially kama unaenda off-road. Kuna aina za kashata ambazo mnatakiwa mzingatie, lakini kuna vitu vya ziada, mfano kuna minyororo zile, kuna vitu ya kuongeza grip, kwa sababu kuna sehemu ambazo gari ina uwezo, ina nguvu, lakini udongo wake una slip, unateleza. Ila mimi na complain moja tu, na natamani kwamba hii swala lifanyiwe kazi, kwa sababu nadhani mmesikia kwamba kama dereva kwenda na kurudi nimefuata sheria zote za barabarani. Kwenye 50 napiga 50, kwenye tuta napunguza, sehemu ambayo mstari hauruhusu ku overtake si overtake, sehemu ambayo inaruhusu na overtake na vitu kama hivyo. Ila kuna sehemu tumepigwa faini ambayo kiuhalisia haikuwa sahihi, kwa sababu hakukuwa kuna bango. Alafu tumevuka pale tukapigwa, tukaambiwa uko 80. Nikamwambia sijaona bango. Umeona? Akasema lilikuwepo, limeanguka. Na mimi kama kawaida huwa tunaenda kwa facts and logic. Tulivyotoka pale tukageuza, tukaenda, utaona bango la upande wa kuondokea, lakini upande wa kuingia halipo. Kwa hiyo sisi ukizingatia kwamba safari yote tumefuata sheria, alafu unakuja sehemu kwa sababu bango halipo unapigwa faini, pamoja na kwamba ninaelewa sheria za barabarani, hata sehemu ambayo ni ya makazi ya watu unatakiwa upunguze hata kama hujaona bango, lakini sometimes unakuta 50 ipo kabla ya kukutana na makazi ya watu. Kwa hiyo tulipigwa faini ambayo mimi binafsi imenivunja moyo, kwa sababu ni mfuataji mzuri wa sheria, alafu unakutana na kitu kama kile na bango alipo, na ushahidi huu hapa na kuwekeeni, mtakuja kuuona.
Kwa hiyo mamlaka zetu natamani, kwa sababu siwezi nikaipa lawama jeshi zima la trafiki, kwa sababu watu wanatofautiana. Wapo ambao ni waelewa, wengine sio waelewa, ila tujitahidi sehemu zingine ambazo kama hizo muwe mna moyo hata kuelekeza kwamba jamani, hapa japokuwa hakuna bango lakini ni sehemu hii, lakini kunipiga faini kwa sababu nimepita sehemu ambayo hakuna bango, that was not fair, ukizingatia kwamba safari nzima tumejitahidi sana, na mnasikia watu wana complain kwa sababu tulikuwa tunaenda taratibu na kufuata sheria. Ila ningetamani kuulizeni nyinyi, lakini nyinyi hamjui safari ilivyoenda, ila tumejitahidi sana, tumefuata sheria zote za barabarani, tumekuwa ni mabalozi wazuri wa sheria za usalama barabarani, na tunamshukuru Mungu, ametupeleka salama, ameturudisha salama. So swala hilo kwenye swala la usafiri tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mi swali langu la kwanza umeulizia kuhusiana na dereva abiria zako. Abiria yupi amekusumbua sana? Abiria yupi unatamani kesho tena awepo kwenye tripu yako? Yupi unatamani umshushe? Mimi abiria zangu walikuwa chafu tu. Yaani kuna mmoja nimekaa naye mbele, ana makorokoro huyo. Mpaka yeye mwenyewe sehemu ya kuweka miguu hana, gari amejaza makorokoro kwa yote. Cha kwanza. Complain ya pili ni kwamba kuna dereva ana majukumu yake. Kuna mmoja kazi yake kupiga mziki ambaye inakuwa shaisi. Alafu kuna mmoja kazi yake kusupply chakula. Yaani watu walikuwa wanashuka, saa nyingine wanaenda jumlia chakula, vinywaji, wamkumbuke hata dereva. Yaani kumhakikisha dereva anakula vizuri nini, walikuwa hawanijali kwa kweli. Mimi hiyo complain yangu kwenye safari ilikuwa ni hiyo. Lakini dereva ndo anaongoza kula wale makande. Wale marage. Wapi tukifika kwenye kituo. Lakini kuna ulaji ule wa ndani, kuna tende zile, korosho. Yani ile ndio hicho. Yani nilichotoka nacho dando nilikuwa nakula. Lakini ndani ya gari hakuna mtu alikuwa ananijali kwa kweli. Ni zile yogurt na soda za njiani zile zilikuwa zinasaidia. Lakini dereva ulianza tukosea. Unajua safari tuliambiwa tuje saa 8. Watu tumewahi mapema kabisa saa 8. Tunajua safari inaanza saa 8. Tunafika kwanza, dereva ndo anaamka, ajui funguo ameweka wapi. Kwa hiyo changamoto dereva alianza nayo kuanzia kwenye mwanzo wa safari. So kwenye unachosema ni kweli. Siku hiyo vifaa vyote vilikuwa viko studio, alafu nikawa nimefunga studio. Kwa hiyo funguo ya studio sijui nimeiweka wapi. Kwa hiyo tulichelewa, tulikuwa tumeplan tuondoke saa 8, tukaje kujikuta tunaondoka almost saa 10, masaa mawili. Ila mimi ninaamini kwamba huenda Mungu naye ametuepusha na jambo, kwa sababu funguo nilipozikuta kwa kweli nilitakiwa nizitafute siku 3 mpaka nikajiuliza funguo nimeziwekaje hapa au zimefikaje hapa. Lakini nadhani tu ni kwamba Mungu alituchelewesha kwa niaba yake, japokuwa mpinzani wangu anataka kuitumia kunipiga madongo. Lakini fresh tu, haina noma. Okay. Messi. Yes. Unalipi? Mbona umekuwa? Mimi nina swali. Ni changamoto gani ambao umeipitia so far barabarani? Nani, mimi? Yeah, wewe kama dereva. I say. Naweza nikasema ni changamoto kuu mbili. Kuna baadhi ya maeneo barabara ilikuwa sio rafiki. Acha zile off-road, zile shida. Let's say kuna kipande kile ukishafika, unapoanza kuingia Mbeya, kina viraka, alafu sio viraka tu, kina mashimo baada ya Igawa. Kabla ya kuingia Kipanga Mpengere pale. Kwa hiyo matokeo yake unajikuta kama unacheza game la matofali. Unakwepa yani. Kwa hiyo haikuwa na ile, ilikuwa ni hatari kwa sababu sio tu wewe unakwepa, inabidi uongeze umakini kwa sababu na wenzio pia wanakwepa. Unaweza kujikuta kwenye upande wako yule anayekuja kwa sababu ya kukwepa akakuletea huku. Kwa hiyo ni moja ya changamoto, ila pia kuna madereva walikuwa wanaendesha ovyo. Yaani sio tu wanahatarisha usalama wao, lakini pia wanahatarisha na wengine barabarani. Na inasikitisha kwa sababu mimi naamini asilimia kubwa ya ajali zetu zinazuilika ni uzembe wa watu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mimi changamoto, lakini
Ukiacha hizo nadhani safari mimi kwangu general ilikuwa kwa vizuri kabisa yani. Okay. Labda kwa mimi changamoto yangu na changamoto yangu kwenye kurudi. Kurudi mimi nilipoona mbali sana. Yani safari ya kurudi ilikuwa mbali. Alafu naogopa kulala kwa sababu naogopa nikilala nyuma ameshalala wote. Na dereva naye atasinzia au atachoka. Unajua ile unampa dereva company ili aone hata kuna mtu hapa pembeni. Japokuwa sasa hivi anajisifia kwamba mimi niko sihitaji kampani yako, mimi niko naweza kufika mwenyewe, ila nilijua kabisa nikilala hapa na dereva naye anaweza akasinzia au akachoka. Kwa hiyo kumpa company ili tuweze kufika Dar es Salaam mapema, ila changamoto ilikuwa ni kwenye kurudi. Mimi kwenye kwenda sikuwa na changamoto yoyote. Mimi nilikuwa nikienjoy kwa kweli. Walikuwa wakilala, kuna kipindi wanalala gari zima. Mimi ndo na enjoy, pametulia. Mimi na barabara yangu tunapiga story, mimi na barabara yangu. Alafu mimi wanaitumiaga ile kama kipindi cha kureflect kati yangu mimi na Mungu na kuomba dua. Sisi tunafundishwa wenye imani ya Kiislamu kwamba msafiri anapoomba dua inapokelewa. Kwa hiyo nilikuwa naitumia pia katika fursa pia kuomba dua na kucontemplate, kuangalia mambo yangu ya kimaisha. Kwa sababu kuna jamaa wakiwaga macho au inakuwa vurugu yani kwenye hilo gari yani ukikaa kidogo achia gari bwana yani hawa abiria wangu ukiwafatisha ndo wale wanakujaza dereva aisee, ukiwafatisha mzee imekula kwako. Sasa mtu una relax unapita na mwanamke anaendesha Alphard kweli. Sasa kama anaendesha rafu si ndo hayo, lakini sisi Mungu ametujalia safety first. That was the priority na namshukuru. Mimi siwezi nikajisifu kabisa kwa sababu kuna watu wamepata ajali wako makini zaidi yangu mimi. Ila tu walikuwa wameandikiwa. Na ni uzembe labda wa mtu mwingine au kitu kimebasti au kitu kama hicho. So sisi tunamshukuru Mungu, zile dua zetu zile Mungu ametutakabalia, tumeenda salama, tumerudi salama. Ila safari ya kurudi kwa kweli ilikuwa ndefu kwa sababu tulivyoanza tumetoka Mbeya saa 4 mjini. Tumekuja non-stop mpaka Dar, nikimaanisha non-stop hatujalala. Kuna sehemu tulisimama tukaongeza hadi Blue, kuna sehemu kulikuwa tuna vituo lakini sio ya kulala. So it was non-stop mpaka tunafika Dar. Okay. So kwa kweli ilikuwa ni ndefu. Alafu the fact ile hisia ilikuwa ni kama vile unapotoka ni kama wakati tunasoma shule imefungwa, inapokaribia kufunguliwa kuna kale kahisia fulani ndo tunarudi shule. Ndio hiyo hisia mimi nilikuwa na inakusumbua. Yes, ndio hiyo. Okay, Sma. Kabla hii trip, nafikiri tulivyokutana mara ya kwanza, ulikuwa kuna sehemu nyingine kabisa ambayo mpanga tuanze. Naam. Nikagusia kwamba kwa nini tusipige huko. Naam. Kabla ya trip na baada ya trip, ni kitu gani ambacho kwanza uli-expect? Alafu ni nini ambacho kimeenda kukusurprise? Kwamba ulijua kwamba mambo ni makubwa namna hiyo? Au alipofika vitu vingi umebakia kusema wow. Mimi kwangu ilikuwa wow mwanzo mpaka mwisho. Wow mwanzo mpaka mwisho. Hata before hujaenda ulikuwa unajua kuna mambo makubwa namna hiyo? Yaani nilijua kwa sababu niliona baadhi ya picha kwenye mitandao na baadhi ya walioniadisia kwamba nenda sehemu fulani. Lakini seeing is different from hearing. Kuona ni tofauti na kusikia. Ila pia naomba niwaambie watu kwa faida ya wote. Coleman mimi nafahamiana muda mrefu na tulishakutana mwaka juzi. Hivi ilikuwa ni mwaka juzi. Tuka plan something pamoja and it was totally different. Lakini tulikuwa tumeplan kabisa tufanye hili. Then kila mmoja akakumbwa na majukumu yake, tukapoteana. Tena tulienda mpaka sehemu Bagamoyo. Yes, tukafuatilia yani kwamba tulikuwa tumefikia stage nzuri tu. Ila this time tumekutana, kwanza energy zetu zilikuwa the same frequency, same level. Alafu tangia tulivyoanza kudiscuss hatukurudi nyuma mpaka tumetekeleza na tumerudi. And the original is tulikuwa tuende sehemu nyingine, lakini na ndugu yangu akaleta suggestion, tukakaa tukadiscuss pamoja, tukaona no, let's go bigger than the original plan. Ila kwa kweli nimekuwa surprised na mimi nimetoka tu na masikitiko kwa sababu kwa jinsi ambavyo nchi yetu ilivyobarikiwa, vile vivutio, zile sehemu, alafu bado hazijulikani kama zinavyostahili kujulikana, cha kwanza, na wengi wako either wameng'ang'ania mijini au unasikia mtu anataka kwenda kusafiri sehemu ambazo za nje
au sehemu ambazo zishazoeleka wanaacha sehemu kama hizi. Kwa hiyo inasikitisha, lakini sehemu zimeni surprise, na mimi ni mpenda adventure. Kwa hiyo kwa surprised sio kitu cha kawaida, so I was surprised mwanzo mwisho. It was 2 weeks ya amazement. Sijui wewe kwako, lakini nimsikie Messi kwa sababu Messi ashazoea mambo ya mjini. Tumeenda kumpandisha milima huko, tumeenda kumpa mitihani ambayo sijui. How was your experience? My experience kwa kweli mimi sikutegemea kama sehemu kama Mbeya au Rukwa kuna vitu vizuri kama hivi. Mimi nishazoea Arusha pale Serengeti, Tarangire, Manyara ndo najua sehemu nzuri. Lakini kumbe mikoa mingine ambao watu hata hawaifahamu yana vitu vizuri sana ambavyo bado havijajulikana. Kwa mfano zile waterfalls, iko na waterfalls kubwa vile. Milima mizuri, kuna good scenery. Kwa hiyo sikutegemea kabisa kama ningeweza nikakuta vitu vizuri kama nilivyoenda kuvikuta. Coleman, sasa mimi sehemu nyingine nilikuwa nishafika, nyingine ilikuwa bado. Mfano mpaka Kipengere kule nilikuwa nishaenda. Ilikuwa bado ile Kingosi huku Nyasa huko ndo nilikuwa sijaje kufika. Lakini mimi nina sehemu moja. Yaani unajua sehemu ukishakuwa umeenda unaanza kuizoea. Ile sehemu sitoweza kuizoea. Pale kwenye cave pale tulipolala. Kaporoge Waterfalls pale. Yaani ile ni sehemu ambayo mimi kwangu mimi ungeniambia turudi ile siku ya kurudi tukalale tena pale. Ningesema tukalale. Japo kwenye mkono ni hatari ni nini, lakini ni sehemu nzuri sana kwangu mimi. Ile ndo kitu ambacho nifanya nikasema wow. Hata ile bichi ya Lake Nyasa kule. Yes. Nzuri sana. Mimi nimeamka na shangaa Sma anacheza mpira. Sasa ngajuiza yani baada ukae ushangae kama mimi ucheze ule mchanga anakimbilia kucheza mpira, lakini ni sehemu moja hapo ambao ni nzuri sana. Na kila mtu atatamani, mimi naamini ukishaonyesha hizi picha na video, kila mtu atatamani kwenda. Tanzania yetu ni nzuri sana brother. Sana. Yaani nzuri sana. And kuna kitu umemention ambacho ni cha muhimu. Kwanza tuambie tu hii tayari ipo, tutarudi tena Kaporogwe. Yes, Kaporogwe, and we'll do it way better. Ni tayari tuna blueprint ya kufanya something way amazing kushinda ile tulioenda tukaona pale. Cha kwanza. Cha pili ni kwamba panahitaji improvement, kwa sababu njia ya kufika pale inahitaji umakini wa ziada. Ukifanya makosa inageuka kuwa hatari, kwa sababu hakuna njia yoyote especially kipindi cha mvua, unaweza ukateleza ukaanguka chini kule. Kama ni mtu mlevi ambaye unashindwa kujicontrol, pia ni sehemu hatarishi. Kwa hiyo nadhani mamlaka husika ziwekeze pale kwenye upande wa security, lakini pia miundombinu, kwa sababu pia kuna haja za kibinadamu ambazo zinatakiwa zifanyike. Lakini ile ni sehemu ambayo kuna sehemu ambazo mimi naziita Hollywood location, ambazo zinastahiki kuja kuektiwa, zina viwango za kuektiwa movie za viwango za Hollywood. Mojawapo ni ile pale. Yes, na mimi ninavyoamini, kwa sababu bado pako chini ya halmashauri. Najua halmashauri una shughuli nyingi mno. Yes. Ni ngumu sana kumwambia mtu halmashauri aende akahangaike kuboresha sehemu kwa ajili ya utalii nini. Lakini endapo ile sehemu akipewa mfano TANAPA, ndani ya mwaka tu panabadilika. Kwa sababu TANAPA wao wanachojua ni kuboresha sehemu kwa ajili ya utalii. Maana kazi yao ndio hiyo. Kwa hiyo inakuwa rahisi wao concentrate, lakini halmashauri na vitu vingi, wangaike na elimu, wangaike na madaraja, wangaike na vitu vingi. Hata bajeti yao sio kubwa kiasi. Nadhani wana vitu vya msingi zaidi ya utalii. Mfano kama usema elimu, afya, usalama na vitu vingine. Ila kitu ambacho nimenotice na ni maoni yangu mimi, nadhani tunatakiwa tu restructure mamlaka zinazosimamia hizi, kwa sababu kuna maeneo ambayo yako chini ya TANAPA, kuna maeneo ambayo yako TFS, kuna maeneo ambayo yako chini ya halmashauri TAWA, kuna maeneo ambayo yako chini ya hifadhi zile ni nini, mamlaka za hifadhi, sio TANAPA, kama walivyo Mpanga Kipengere ni hifadhi, Game reserve ni hifadhi, sio chini ya TANAPA. Kwa hiyo nadhani kuna mamlaka ambazo sisi kama nchi ni Tanzania moja. Mtalii kama mtalii anaangalia kama sehemu za utalii. Kwa hiyo
hizi mamlaka ambazo kila moja iko peke yake, inapo function peke yake, kuna vitu tunavikosa. Yaani nadhani zote ziwe of course ziko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Ila hizi mamlaka tuangalie jinsi ambazo tunaweza tukazimerge pamoja, ili inapotoka mipango ya kutoka juu inatoka ya pamoja, sio kila mamlaka au taasisi inatoa mipango yake peke yake. Kwa hiyo nadhani kuwe kuna jinsi ambazo zinaweza zikawa merged pamoja. Kwa hiyo mipango ikawa inafanyika ya pamoja, and tutapata tija kubwa zaidi yani. Mimi pia kitu kingine ambacho nakiona, naona pia ingetumika juhudi kutangaza pia hizo sehemu. Maana kama sehemu nyingi TANAPA wamezingatia kutangaza Serengeti, Ngorongoro. Yaani kuna watu hawajui kabisa sehemu kama Mpanga Kipengere ina exist kabisa. Lakini nguvu ingetiwa zaidi kwenye kutangaza hizo sehemu, na hisi pia watu wangezijua sana. Na hiyo mimi ningeshauri vitu viwili. Cha kwanza, kuna mamlaka husika, na ndio hiyo advantage iwapo wata centralize hizi maeneo yote ziwe chini ya mamlaka moja, inakuwa ni rahisi hata kupanga mipango ya kiutangazaji. La sivyo kila moja inabidi ifanye mikakati yake. Cha kwanza. Ila cha pili, na mimi wanasema kwamba serikali isijivike majukumu ya kufanya kila kitu. Itengeneze mazingira wezeshi ya watu binafsi ambao wako tayari kuwapa masharti au mazingira rafiki ya wao kufanya. Usiwe kuna complications yani. Mfano ile Kaporogwe. Niambie mfano mtu kama huo kabisa ile Kaporogwe. Ungefanya nini? Alafu mimi naamini kabisa halmashauri inachokipata sasa hivi ni kidogo mno sana. Yaani ile sehemu ni sehemu ambayo mtu kinza cottage kule pembeni, wakatengeneza njia nzuri, ni honeymoon destination nzuri sana. Unaona anachokisema nani? Unakumbuka tu wakati tunaongea na mkuu wa Kitulo. Akanasema Kitulo imeshinda tuzo best honeymoon destination. Hakuna mtu yoyote ambaye anajua. Mimi mwenyewe ngwa sijui, na nafuata kwangu utalii kila siku. Kwa hiyo awareness, na hichi ni kitu ambacho mimi kwa kweli hii ni constructive criticism. Serikali yetu ina mema mengi ambayo inayafanya, na nasikitika kwamba ninaposemaga hivi inabidi lazima niseme na upande wa pili kwamba ina mapungufu yake, kwa sababu kuna watu wanashindwa kuelewa kila kitu kina sehemu yake. Kwa hiyo kuna mema mengi wanayofanya, lakini upande wa PR, upande wa kuelezea raia vitu ambavyo vinafanyika ni mdogo sana. So wawezeshe watu ambao wako tayari, wao wenyewe wanafanya mazingira rafiki na ila pia wao watakachoweza kufanya wakifanya. Kwa hiyo tuna sehemu ambayo imeshinda the best honeymoon destination katika kanda hii, lakini hakuna mtu anaijua. Hamna mtu anaijua. Alafu hebu kuna video nimeitengeneza itatoka. Lakini wewe nadhani ile sehemu kwa bei ambayo tumelipa ya kulala Kitulo, unajua cha kwanza lodge ni safi, ina hita, maji ya moto, mazingira yenyewe unalala katikati ya pori. Alafu kuna mfano kwa kipindi cha maua, sijui yani kwa sababu tumefika kipindi ambacho sio cha maua sana, lakini bado unaanza kuyaona maua kidogo kidogo. Kipindi cha maua sio pale panakuaje, na ile hali ya hewa ile, afu sehemu ilivyo nzuri vile. Tumelala kwa 1000 ngapi ile? Hata 29500. Wakati ile 29500 ukitoka hapo tu ukienda kulala Igawa au pale wanapaita ni karibia ulipoandikiwa faini nyuma kidogo. Yes, gharama ni kubwa kuliko unalala ndani kule. Na ni kuzuri sana, kusafi. Yaani sijui kama watu, naamini watu wengi hawajui. Wangekuwa wanajua, hata ukiwa unaenda Mbeya, ungesema ngoja nisifike Mbeya kwanza kama una kazi siku hiyo. Uingiza kwa Kitulo, uende ukalale. Yaani kwa sababu ni sehemu nzuri sana. Wale wameinvest kweli. Mimi kuzunguka kote sije kuona sehemu walipo invest afu ni cheap namna hiyo. Kama ile kwa kweli accommodation was classy. Quality zake zile duvet nzuri. Taulo lake kubwa na zito nzuri. Choo kimetengenezwa tiles vizuri, heater ipo, alafu ile scenery pale. Mimi ni mpenzi wa movie ambao wanafahamu movie The Hobbit.
Kuna maeneo kama yale ambayo yamekaa ki fairy tale ndo kama pale. Kwa hiyo ni destination ambayo afu kuna ile waterfalls ile ambayo tulienda pale, yes, ambazo zipo karibu sana, ni walking distance pale. Umeona? Kwa hiyo ni watu nadhani wanaogopa. Nadhani unajua kwa sababu gani? Kwa sababu maeneo ambayo ni maarufu Tanzania ni expensive. Yeah. Ngorongoro, Serengeti, Zanzibar. Dola 200. Yes. Kwa hiyo mtu anavuta picha kwamba kote itakuwa same price. Yeah. Na wakati kule bei ni karibu na bure. Kiingilio ni shilingi 5,000. The only place ambayo kwenye ile eneo zima ni expensive, na sijui kwa nini wameweka bei hiyo, na ndio hicho ninachosema, kwa sababu hizi mamlaka zimetofautiana. Yeah. Ni mpaka Kipengere ambao ni 10,500 Yes. Yes. Sehemu zingine kuna 5,000, kuna 3,000, kuna 2,350. Yaani ni very cheap. Very cheap. Yes, very cheap. Kwa sababu tulipoenda Kalambwa tulipa 10,000 na change kabaki wote wanne. Kalambwa, yes. Yes. Kwa hiyo 3,000 pale ni 3,000. Kwa ina maana Kalambwa Waterfalls ilikuwa 2,400 na tulimwachia mshikaji change kwa no. Nani? Kimondo. Wanasema Kimondo. Kimondo. Yes, yeah. Yes, true. Kule ilikuwa ni 3,000. Yeah. Kwa hiyo nadhani watu wanahofia zile sehemu kwa sababu ya perception ya hizi sehemu ambazo Serengeti, Ngorongoro na Zanzibar wanafikiria the same. Lakini niwaambie tu Tanzania, nendeni mkatembee. It's very cheap. Yes, very cheap. Gari shilingi ngapi tulipa? 5,000. Yes. Mnaingia na gari yenu. Unaona? Hawana gharama kabisa. Hawana, na alafu ni kuzuri sana. Sisi tulikuwa tumeenda full. Tuna tenti zetu, tuna magodoro yetu, tuna meza zetu, tuna viti vyetu. Lakini kwa bei tulivyokuta rafiki na mazingira ni rafiki, tuanze kufungua tenti, tufunge. Ndugu yangu akasema ya nini? Ya nini kuteseka katoto mkufu 29,500. Yeah, kwa hiyo pale na nafikiri ndo accommodation bora kabisa tuliolala. Kabisa. Yes. Kabisa. Japokuwa kuna sehemu nyingine mjini tumelala kwa gharama zaidi, lakini pale ndo accommodation bora kabisa ambayo tulipolala. Na pia nitoe sifa kwa, mimi nadhani 98% ya watu wa kule they are very friendly. Yeah. Sehemu hifadhi zote na sehemu zote tulizopita, kwanza ile sehemu Kitulo, dada yetu ile Pendo. Yes, yeah. Pendo katupokea vizuri, kaspendi na sisi almost 1 hour kutuelewesha. Ile sehemu ina waterfall zaidi ya 100. Yeah. Umeona tukaenda Kitulo, mheshimiwa nani alitupokea, ile mkubwa wa pale. Yes. Ametukaa na sisi, katuelimisha, katufahamisha. Mfano kama hiyo tulikuwa tujui sisi kwamba imeshinda tuzo. Yeah. Umeona? Tupoenda Kaporogo, wale washikaji yes. Kwanza wametupokea kuanzia barabarani na mvua. Yani, unajua ile ni more than 1 kilometer mtu ametembea kuja kukupokea. Na mvua inanyesha. Na sehemu ambayo tulikuwa walisaidia. Umeona? Na hata wakati wa kurudi tukakuta bonfire. Yes. Kwa hiyo naomba niwape sifa yao watu wa eneo lile kwa ujumla. Kasoro yule mlinzi tu ile hoteli ile moja ile. Ile ya Mbeya. Tumsamee tu. Lakini sehemu zingine zote aise, jamaa wa huko kweli ni waungwana. Na tunawapa maua yao watu wa eneo ile wanaita Nyanda Juu Kusini. Nyanda Juu Kusini. Yes. Ila the best of the best ni yule manager wa ile hoteli anani kule. Yes. Pale ile Kinyasa inaitwa nini? Like Nyasa. Ile yes, kuna ile hoteli tuliyofika tukala samaki ile ambao Blaze amefanya kazi wale. Palazzo. Kabisa. Yule manager ni Msukuma hivi fulani. Yes. Sisi Wasukuma ndio zetu hizo jamani. Mbona? Jamani, kiro safi. This is not a paid ad. Yeah. Kila mtu ambaye anastahili maua yake tunampa maua yake. Lakini mtu ambaye alienda above and beyond na hakikisha tuna mazingira bora kabisa na rafiki kabisa. Yeah. Ni manager wa Palazzo. Yes, kabisa. Na hoteli yao ni fair, accommodation yao nzuri. Wanazo level kuanzia za kiasi cha chini ambazo za kimaskini kama sisi. Wanazo mpaka apartment zile. Yes. Yes. Fully furnished suites zile. Yeah. Na iko by the beach kabisa. Yes, kabisa. Yaani ukiangalia hizi video hapa, ukiangalia alafu pale wana utaratibu mmoja alinieleza kwamba kutokana na culture yao, yaani wewe njoo na samaki mweke pale, mwenzio atakuja na ndizi anaweka pale, mnakula. Yaani sio kwamba lazima ununue au ninoe changia. Ukikuta watu wanakula samaki
wewe nunua ndizi, njoo nazo, weka pale, kula nao. Na kama ni mtu wa mazoezi asubuhi, wana utaratibu wa kufanya mazoezi beach pale, wanacheza mpira. Yes. Yaani wale wana nani nzuri sana, wana huduma nzuri sana. Ndugu yangu nimemwamsha njoo cheze mpira, maana anajifanya mtu wa mazoezi sana. Kwanza akatubebesha dumbbells kutoka huko, kazitumia mara hii. Ndio. Ndani ya wiki nzima. Dumbbells kabizibeba, kazitumia mara moja. Kajifanya mtu wa mazoezi, nimemwamsha njoo cheze mpira. Kakaa kuangalia nimepiga bonge la goli, magoli haya. Okay, walikufanya kipa kwa sababu nene. Mimi nilikuwa mbele, nikaona huku panavuja sana. Nikabidi kwanza nikawa nimefunga goli afu nikarudi kipa. Nimekaa mimi kipa hajafungwa goli mpaka walivyoniumiza. Huyu jamaa alivyoona nimefunga goli la pili, alafu aingii goli, ikabidi aende akahonge wanivunje mguu. Kama mimi nina swali pia. So mimi so far sehemu ambayo nilitembelea nikaenjoy sana ni hiyo Lake Nyasa beach. Napenda sana maeneo ya beach. So far sehemu ambayo it's best for you, ambayo yani katika sehemu zote ulizotembelea it was the best for you. Ataniga. Location wise, of course you can't beat Kaporoto ile Kaporogo, yes. Japokuwa mazingira yanasikitisha, ni yanahitaji improvement. Yani angekuwa improved tungipata way better experience zaidi ya tulichokikuta. That scenery and location na nani, you can't not beat that. Lakini sehemu ambayo accommodation tulilala vizuri na mazingira yalikuwa mazuri ni by the beach pale, umeona and next time tutakuja camp beach kabisa pale. Kwa hiyo nadhani pale palikuwa friendlier. Yeah. Ulikuwa ukitoka unaingia bichi, maji yake masafi sana. Tumeogelea pale. Yule samaki tulimla, samaki unamkumbuka yule? Yes, lakini simkumbuki jina. Kibangu hizi, kibangu. Sije nikatukana. No, vile viazi vinaitwaje? Kidinya. Yule samaki naye ana jina fulani hivi. Funny. Na yule mzee alitupikia samaki vizuri. Yule samaki mzuri sana. Fundi sana yule mzee. Apewe kwa kweli ukiwa ni lake gani ile? Lake Nyasa. Ukifika pale kuna mahoteli kadhaa. Ila kama unataka experience nzuri, huduma nzuri, wadada wa pale wa kuhudumia vizuri nini. Ila mimi cha kushangaza. Wadada wapi? Wale wa nani wa service wale. Kwenye breakfast pale. Okay. Yes. Unajua akili chafu waga ile. Kwa hiyo msiwashangae jamani. Nilichoshangaa supu, chapati, alafu unapewa na ndizi tamu na karanga. Ukumbuki breakfast ilivyokuwa? Ndio breakfast yao wana karanga. Yes, nakumbuka karanga na ndizi tamu. Na sasa sijaelewa unakunywaje ile na supu. Ukishamaliza supu ile nafikiri ndo unamalizia, unashushia. Ni culture yao tofauti kidogo. Nani tofauti kidogo, lakini ilikuwa tamu. Alafu supu unapoa ya moto hapo. Yes. Kwa hiyo ilikuwa nzuri. Messi. Yes. Chakula gani ambacho ulienjoy katika sehemu zote? Ukiacha zile biskuti za ndani ya gari. Chakula ambacho nilikienjoy sana japo kilikuwa very expensive. Kile chakula cha Mpanga Kipengere. Tulifika, tukala kuku kuchoma. Asubuhi maanisha yale mabati yale. Messi alikuwa anakula chapati, unasikia kabisa kra. Chapati mpaka kao. Hicho ndio chakula ambacho nilikienjoy kuliko vyakula vyote. Mimi chakula cha usiku yani kuku alichomwa alikuwa kakauka sana. Chips zilikuwa kiwango chake mimi sikupenda, lakini asubuhi supu mimi niliipenda kwa kweli. Mimi kile chakula sikuona ladha yake tena baada ya bili kuja 400 asubuhi. Yaani ilivyokuja 400 ile ndio nikasahau kwamba kile kwa sababu kile chakula ile gharama haiendani. Ngoja. Mimi nimechanganya. Okay. Kitulo. Okay. Kitulo mimi kitulo different. Mpanga Kipengere. No, that was not binafsi. Yes. Bei ya ile chakula na tulichokipata kuendana. I'll be black and white. Yani chakula tulichoenda kwanza, yule kuku alikuwa hajaiva vizuri wa kuchoma na zile chipsi, na bei tuliopewa haikuwa rafiki, na asubuhi pia bei tuliopewa, alafu ndio hivyo unakutana na bei baada ya mshakula
hamna tena room for negotiation. Yes, kwa sababu kama chakula nalipa 400 watu 5, na maana kila mmoja alikula 80,000. Nadhani kuna wale wageni wengine pia zabla zile standard chips walizokula. Haijalishi. Lakini it was too expensive. Yes, it was Honestly, expensive. it was just too expensive yani. Kwenye na supu Kwa sababu asubuhi ni kuku watatu sio alileta. Ya kuku watatu. Kuku watatu. Sasa na maana kila kuku laki. Afu ile makorokoro mengine ndo makorokoro gani babu? Ilikuwa ni kuku na chips. Au kuna kitu kingine? Alafu chips mbeo unauziwa laki. Yes, ambao ndo viazi vya pale pale. Yes. Kwa hiyo yule akutufanyia fair. Yeah, hiyo will be honest. Ili kuwasaidia wengine mkifika bargain kwanza chakula. Yes, kabla ya. Akikwambia tunakuletea tutakuja kuelewana hilo usikubali. Yes. Yeah. Au ikiwezekana njoo na chakula chako. Yes, au njoo na chakula chako. Ila uzuri pia wanaruhusu kupika kwa sababu kuna gesi nini pale. Yes, mkipenda mamlaka kama mamlaka wana utaratibu ambao ni rafiki. Yes. Kwa hiyo wanaruhusu, kuna gesi, kuna sehemu ya kulala, kuna wana tenti zao pale pale. Kwa hiyo mkitaka kutumia tenti zao well and good, ila chakula kama mnapenda kupika chukueni kabisa mjini mtapika wenyewe, au mnaweza mkabeba chakula pale, ila kama ndo hicho yule dada ambaye anahusika ongeeni naye kabisa mapema. Kwa sababu chakula sio cha mamlaka. Yaani tuambie kabisa. Yes. Na wala hawahusiki kwenye chakula. Yes. Atawatafutia watu, mtabageni nao walete chakula. Kwa sasa sisi kokote kwa naamini ni Mbeya, tukasema Mbeya itakuwa cheap tu. Wewe lete kuku watatu hivi, bali ndio kuja kupoa bili ya 400,000. Kwa hiyo imagine dinner na breakfast tu asubuhi. Umeona? Yeah. Ila pia chakula kingine kizuri ambacho tulikula nimesahau kukitaja. I think that's the best. Yule samaki wa pale beach. Yeah, hamna kama yule. Kile chakula kilikuwa kitamu sana. Afu hiyo yaani ukiteleza hatutakuelewa. Sana. Palazo mimi mpaka leo bado sijala chakula kitamu kama kile. Yaani kuanzia ni ile yule. Sema ndugu yangu alagi ugali, kwa tuletewa na ugali kidogo pale. Hivi ilikuwa ugali na nini kingine? Ugali, ndizi ya. Yeah. Yule mzee apewe maua yake. Okay, tukwambieni hivi, mkienda ziwa gani? Ziwa Nyasa. Nyasa. Mkienda ziwa Nyasa, binafsi nakushauri nenda Palazzo. Kuna hoteli nyingi, ukitaka kwenda feel free. Sisi binafsi nadhani wenzangu wanakuambia huduma zao ni nzuri. Ila ukifika pale kuna option ya kununua samaki kwa sababu ni ziwani. Kununua samaki, si tulimnunua huyu hapa kwa 45. Alafu kuna mzee akaitwa akamwandaa. Alimwandaa vizuri sana. Wote tulienjoy samaki tukala. Kwa ukienda pale you can try the same experience. Yeah. Sehemu yako tulianza Kipanga Mpengere. How was the experience? Ukiacha malazi nini, the waterfalls na nini? Yeah, Mpanga Mpengere mimi kwangu ni the best. Unajua kwa sababu gani? Ni sehemu moja hapo ambayo ile waterfall kwenye zote tulizoenda. Ndio waterfall ambao pia unaweza kwenda kukaribia na maji kabisa. Unajua kama upo Victoria, ile Victoria Waterfalls ile Zimbabwe na Zambia. Unapata picha nzuri, tena kiwa na mtaalamu wa drone vizuri, utapata shots nzuri sana pale. Na kitu kingine pia ni zipo karibu. Yaani sio mbali sana waterfall yake ilivyo. Unajua ukitofautisha na Kalambo, kushuka mtu akishashuka anatamani anafikiria namna ya kupanda. Kwa sababu ngazi 1250 sio ngazi chache. Lakini pale panafika kiurahisi na unaweza ukaenda muda wote mkakempu asubuhi, ukatembea tena waterfall. Yaani ni sehemu ambayo inafikika vizuri. Kwangu mimi naona huo ndo uzuri wa ile, na pia yule dada yule. Unajua ukishapata mtu ambaye anakupokea vizuri. True. Pendo apewe maua yake. Yeah. Ukishapata mtu anakupokea vizuri, vitu vingine vinaenda smooth, tofauti na ukienda sehemu ukishapokelewa vibaya. Unaona kama vile umetelekezwa, lakini hata yule guide nafikiri uliona mwanzo mwisho na sisi, kubeba vitu anashirikiana na sisi, kupiga tenti anashirikiana na sisi. Kwa hiyo kwangu mimi pale ubora wake ndo huo. Kwa kweli Pendo apewe maua yake. Kwanza she's very knowledgeable. Yani kila swali unamuuliza analijibu, anafahamu, na hata yeye katika kuelezea alikuwa anaelezea vizuri. Apewe maua yake, na hichi ndio huwa nasema natamani mamlaka husika wapewe watu ambao wanaijua ile fani. Matokeo yake yanakuwa mazuri. Kwa hiyo experience yetu ilikuwa nzuri kwa sababu msimamizi wa pale Pendo, she was very knowledgeable, katupokea vizuri, katupa muda, katuelekeza na katuandalia mazingira rafiki. Na narudi tena kwenye swala umeongelea kwa swala la drone. Sasa hivi tuna teknolojia drone ambayo inatupa perspective ya kitofauti.
tumepata nani nzuri sana. Nashauri tena mamlaka husika, tupeni masharti rafiki ya kumiliki na kuoperate drones, kwa sababu inatija rafiki zaidi kwa sababu ya maeneo, na mtaona drone footage za eneo pale. Ila pia guide apewe maua yake. Aliyezunguka na sisi wa pale katuzungusha vizuri, alafu hakuna hata sehemu moja twendeni, katuacha sisi tumepiga picha, tumefanya nini, mpaka tuliporidhika. Tukimwambia twende ndio tunaenda naye. Unajua, unaweza kuwa na mtu ambaye anatamani tu kumaliza kuharakisha. Katupitisha vizuri, tumeenda maeneo, aisee, ile sehemu ni amazing. Yani kuna sehemu za mfano kama ile movie Wrong Turn inafaa kuektiwa pale. Kuna maeneo ambayo yanafaa kuektiwa movie kama Anaconda na zinginezo. Ila mimi nilichosikitika kitu kimoja. Kuna ile campsite tulio camp ni nzuri. Ila kuna sehemu nyingine by the waterfalls zile ambazo tuliomba tucamp pale. Alafu tukaambiwa kwamba haturuhusiwi. Yes, that was much, yani mimi kwangu mimi ina make sense kucamp pale kwa sababu unayaona direct maji, alafu unasikia sauti ya waterfalls kuliko kule tulipo camp. Kule ni sawa sawa huko ndani ya pori tu. Kwa hiyo maybe in future wataandaa mazingira ya camping pale, ila pia tuwape maua kwa sababu dada Pendo alisema wako open kwa sababu ya wawekezaji. Yes. Na mimi kujazia hapo Sma, mimi kuna nchi moja siwezi kuitaja. Ukiingia hata kwenye peji yangu nimeitangaza sana. Sio kwamba unaitangaza kwa sababu ni unaipenda kuliko nchi yako. Hapana. Ile ni nchi ambayo hata wewe mwenyewe ukisikia star amefika kwenye ile nchi, ama content creator yote ile amefika, mkubwa wanayemjua, watamkumbatia, watahakikisha na shoot kila sehemu, anafanya nini. Yani wanaweka vitu kirahisi kwa sababu mimi leo hii mfano hizi tulipopiga drone mpaka Kipengere, kuna watu zaidi ambao watakwenda kuview kabisa, zaidi ya mamilioni wataiona mpaka Kipengere. Walikuwa waijui. Kwa hiyo vitu vingine tukiwa tunavificha au protect, yani wala tu sio njia ya kuprotect kitu chako. Ile sehemu ya utalii, sehemu ya utalii inabidi ijulikane kabisa. Ngorongoro, Serengeti, sijui Kilimanjaro zinafahamika Zanzibar kwa sababu watu wamepiga picha, watu wametoa video. Ukiingia tu kwenye mitandao unakutana video mbalimbali, mtu anaona mbona hapa sehemu nzuri, ngojea niende. Ukiangalia hizo nchi ambazo tunazopenda kuzitembelea, ni sio serikali imenyanyuka kwenda kuzitangaza. Serikali sometimes wanawapa tu watu njia rahisi ya wao vile vitu kuweza kuvitangaza. Serikali leo hii haiwezi kuandaa peji zaidi ya 20 za kwao kwa ajili ya kutangaza vitu. Kismalo ukiposti, kuna mtu ataona. Mwingine akiposti, kuna mtu mwingine ataona. Kuna kitu ambacho mnaweza kufanya kituko tu kidogo sehemu. Mwingine asione kile kituko. Kituko kikaenda, lakini mwingine asione kile kituko, akasema hii sehemu ni wapi? Ngojea na mimi nifike. Kwa hiyo waruhusu, yani kuna sehemu nyingine ambazo unapomnyima mtu kibali kupiga picha, si kupiga drone, si kufanya nini, ni unajizuia, yani unajipunguzia mapato wewe mwenyewe. Wenzetu wana vitu vya artificial, yani sio natural kama sisi, lakini vimetangazwa, vinaonekana vikubwa kwa sababu wameruhusu watu kurekodi tu. Watu wanarekodi, watu wanapiga picha sehemu yoyote. Kama ni sehemu ya jeshi kwa ajili ya ulinzi, of course, unapatenga. Sio hii ya serikali, sio ni kwa ajili ya ulinzi, unapatenga. Lakini sehemu nyingine ambazo unajua hii mmeweka watu pale wanalipwa mshahara kwa sababu waje wageni watembelee hiyo sehemu, inabidi itangazwe sana. Yani tupige kelele kuhusiana na nchi yetu, maana ni nzuri. Tuna airport nzuri ya Songwe. Ile airport ingetoka sasa hivi ya Tanzania washuka hata mara 4 kwa siku. Mara 3 hata ni watalii tu, kwa moja ndio wafanya biashara. Lakini ni airport ya wafanya biashara. Kwa sababu wengi hawatangazi vivutio vya kule. Kwa hiyo vivutio vya kule serikali kweli ikisema watu wa kusini huku watangaza wafanye nini, huwezi kuitangaza peke yako. Na waziri peji yake unakuta na watu 12,000. 12,000 nani atakayeona? Peji ya mamlaka unakuta na watu 20,000. Nani anayeona? Lakini kila mtu akienda, huyu anarekodi, huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi, ambako kwa gharama, mfano kama sisi ni gharama zetu kabisa. Ungesema uende serikalini upeleke hii, hamna ambaye angekupa hiyo kabisa. Lakini kwa gharama kubwa, maana ni safari za gharama. I say it's very expensive. Kwa kweli imetucost. Hatuwezi kusema, lakini imetucost yani. Kwa hiyo ni kwa vile mtu unakipenda, ni kitu unachokipenda, unapenda nchi yako, kwa waruhusu hivi vitu. Kuna sehemu nyingine unakumbuka yule alituambia kurusha drone hapa mtaweza sio 1,500,000. Sasa mimi niambie, nimetoka kote huko. Nije tena nikulipe 1,500,000 kurusha drone ambayo ile footage itakayotoka pale inakutangaza wewe. Zaidi ya hiyo unaingiza hela wewe, sio mimi. Sasa mimi niambie na faida gani? Sasa kwa vitu vingine
warahisishe. Serikali waweke mazingira, kwa sababu kuna watu ambao tunapenda tunafanya. Nimpe maua yake Pendo, alitupa ruksa kushoot na drone. Kwa sababu she's a visionary, alijua kabisa tutakachokifanya kina faida zaidi ya hiyo hela ndogo ambayo huenda ikawa kikwazo. Mzee wetu wa Kitulo pia alitupa ruksa. Na nini ndo kidogo baadaye alikuja akaturuhusu wa Kalambwa. Ila sasa mimi kabla ya kwenda niliomba ruksa na iko kwenye TCAA waniruhusu, wameninyima. Imagine mamlaka ya TCAA na nimewambia, walinipigia mpaka simu, unaenda kufanya nini? Nikamwambia mimi naenda kutangaza utalii, sio kwa sababu ya kupata hela. Wameninyima, wameniambia ndani yako it's denied. Sasa hebu fikiria, tumeingia gharama kwa sababu ya kushuti na kuitangaza taifa na vitu kama hivi, alafu tunawekeana vikwazo wenyewe kwa wenyewe. Na hii kitu nishasema, tumeingia kwenye age ya drones sasa hivi na AI. Serikali yetu itengeneze mazingira rafiki. Hivi vitu tunatakiwa tuwe tuna wataalamu wengi wa drones, tunatakiwa tuna wataalamu wengi wa AI. Tukishapata mazingira rafiki, tutaweza kufanya mengine makubwa zaidi. Ila ukibana, sisi ndo tunao. Katika video yangu ambayo ilienda viral kabisa ni ya Emirates. Emirates baada ya kuona wewe ni content creator, akamwambia basi njoo, wakanipeleka mpaka VIP kule. Kaa hapa, wakanitengeneza. Na hapo ni kwamba ndege ishafika, watu wanashuka. Nikakaa nikatengeneza ile clip, nikaonesha jinsi ambavyo baadhi ya watu wanaturusha kwamba amesafiri VIP au first class. Kumbe kaomba kupiga picha baada ya ndege kutua. Umeona ile video ilienda viral sana. Sasa nani alifaidika? Ni Emirates. Yes, Emirates. Mimi sijalipwa chochote wala lakini they are smart. Ukiwa Dubai unataka kupiga picha, mimi nimesafiri pale, wanakupokea, wanakufanyia mazingira rafiki. Sasa sisi huku tuna baadhi ya vitu, na ninakubali anything that has to do with national security kwa sababu ya swala la usalama, hiyo hatuwezi kuigusa. Ila huku kwingine tufanye mazingira rafiki. Unajua ile swala drone leo liongelea, mimi nakumbuka hata hizi social network zilivyokuwa ilikuja Facebook kwanza. Unakumbuka ilikuwa inapigwa vita mpaka kwenye viongozi wa dini. Wanakuambia hiyo ni hivi, yani wako naongea maneno magumu sana. Lakini sasa hivi baada ya muda kwenda, wakaona kwamba dunia ndio inapoelekea. Wao wenyewe wamo mule. Na ni sehemu ambao wanapoitegemea. Wale waliokuwa wanapinga nao wapo humo. Na ni sehemu ambao pia wanategemea kufikisha jumbe zao. Kwa hiyo hata hizi issue za kamera, mimi ninavyoamini swala la drones, si na kamera nyingine ambazo nyingi unakuta zinapigwa vita, hichi usitumie, ni swala la muda. Kwa sababu zamani ilikuwa hata simu mtu hawezi kuzoom picha ya mbali. Kwa hiyo ina maana ukienda mbugani, zile lensi zile zinakataliwa. Sasa hivi zile lensi mtu anayo kwenye simu. Huwezi mzuia tena kwamba sio usimvute tembo akiwa kule, sio kifanya nini. Kwa hiyo utazuia simu. Kwa hiyo tunapoelekea, mimi naamini usomo kuna drones hivi vidogo pia kwa 60 sio nini. Tunapoelekea kila mtu atakuwa nacho. Kila mtu akiwa nacho tamzuia yupi na yupi. Kwa hiyo ni kitu ambacho sisi tunatakiwa tutangulie kabla wenzetu hawajafika. Kwa sababu sio uongo, hata mfano hata Kenya kurusha drone sio issue ndogo. Nao pia wana masharti magumu sana. Yaani uombe vibali, usifanye nini kama hivi. Lakini mimi ninavyoamini tunapoelekea litakuwa swala la kawaida. Ila sasa tutangulie. Wageni wanaokuja, mtu anapanda Mount Kilimanjaro anataka kupanda na drone, apande, yani ni anatutangaza sisi. Ndani ya Mount Kilimanjaro pana anaiba nini? Yale mawe yapo tu, ile barafu ipo, yani mtu anaiba nini? Mtu anakuambia usipige picha. Mimi sielewagi, unapoenda sema akakwambia usipige picha kwenye mbuga za wanyama. Unazuia kitu gani? Yani why? Kwa sababu ni matangazo. Mtu ataona, atapenda, simply because mtu ameona picha au video, hatoacha kuja kwa sababu tayari nimeshaona. Umeelewa? Sana sana ndo atavutiwa kuja ili aione, apate live experience yake. Umeona? Cha msingi mimi nishasema kwamba kwa sababu ya kiusalama na kutambua, drone zote zisajiliwe, madereva wote, pilots zote wa drone wasajiliwe, alafu waeke mazingira rafiki ya kutambua nani ana drone na nani anarusha. In case amekeuka sheria, iwe ni rahisi kumtrace. Lakini tufanye mazingira rafiki, especially kwa watu ambao wanatumia kwa sababu ya matumizi mazuri. Unapofanya masharti yawe magumu, hauzuii matumizi. Unasababisha watu watumie kwa njia za kimagendo. Kwa sababu watu wataendelea kuwa nazo na wataendelea kufanya, lakini kimagendo. Kwa hiyo nadhani tutengeneze mazingira rafiki. Kwa sababu mfano kuna watu ambao clips zitatoka za barabara.
kuna watu ambao ukiwaambia Sumbawanga ana sura nyingine kabisa. Mimi hapa nilikuwa mimi hapa nikiwa naambia Sumbawanga pazuri watu hawaelewi. Mimi kwa vile nalima kule ndio maana najua Sumbawanga ni nzuri. Mtu akiangalia ile sura Sumbawanga alionayo, lakini ni mji mdogo lakini una barabara kila kona na barabara zimetengenezwa vizuri. Yaani naweza ngasema Sumbawanga ina barabara nzuri kuliko Goba. Kweli. Yaani ndio kweli. Yaani kwa mtu ambaye anakaa Goba anaenda nyumbani na mtu ambaye anakaa Sumbawanga anatoka zinaenda nyumbani. Sumbawanga anafika nyumbani vizuri kuliko aloko Goba. Ni kwa sababu gani? Watu wengi hawajui. Wewe ulikuwa unajua ukienda mpaka Kasanga sijui barabara ni nzuri namna ile. Yaani ni mkeka mzuri. Ukitoka ina maana ukitoka Dar es Salaam Mbeya, kile kipande cha Mbeya kina barabara mbaya, barabara hizo. Wewe wenyewe watajionea kwamba kuna sehemu ambazo kweli watu wamebarikiwa. Yaani japokuwa sio kwamba serikali imaliza kila kitu, sio tukawasifia afu mtu akashangaa mbona anakaa Sumbawanga sehemu hii, nipo Kasesha huku, hii barabara kwenda Safu mbona ni mbaya. Kuna barabara ambazo kweli bado kama Kasesha kwenda Safu huko, barabara za ndani pia nyingine, lakini ukiangalia Sumbawanga mjini pale ile barabara ni nzuri. Kwa hiyo barabara nyingi sana pale zimetengenezwa, zimekaa vizuri, zinapitika, ambao naamini watu wa mikoani maybe wengine hawasafiri kwenda huko wakiwa naamini mambo ni mabaya. Lakini inawezekana hata anapokaa Goba barabara ni mbaya kuliko huko mikoani ambapo wengine wanapokaa. Pia kuna watu wengine wenye ukimwambia Sumbawanga unaona kama Sumbawanga ni sehemu yenye radi. Wakumbuka kama mwanzo alikuwa anatutisha. Mara kuna radi za kununua na kutumia karadi kajero tu. Hapako hivyo kwa kweli kama watu ambapo wamepazoea. Sumbawanga ni mji kama miji mingine. Yaani mimi nimeshangaa Sumbawanga iko tu kama Arusha. Yaani it's a good place kwa kweli. Zaidi ya Arusha bwana. Mbona tukwambia Sumbawanga kwetu? Msukuma mwenyewe amefika anashangaa. Msukuma kutoka Mwanza anashangaa Sumbawanga. Mimi taswira niliyokuwa nayo kwamba Sumbawanga ni sehemu ya kichawi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tutakuta manyumba ya majani, barabara ya udongo, yani mazingira, lakini jinsi ilivyopangika, jinsi ilivyo na barabara nzuri, na watu wamestaarabika, na kuna hoteli nzuri, kuna huduma nzuri. Alafu nilichoshangaa ni kwamba asilimia kubwa ile eneo ni la kanisa Katoliki. Yes, kwamba asilimia kubwa ya mji yuko ndani ya eneo la kanisa Katoliki. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimeshangaa, huduma zao ni nzuri, sikutegemea Sumbawanga patakuwa hivi. Kwa hiyo I was surprised kwa kweli. And by the way tumerekodi baadhi ya video tukizunguka kuonesha baadhi ya ule mji ulivyo, na drone zake soon zitakuja mpate kuona kuhusu Sumbawanga jinsi palivyo. Hilo si sawa barabara ya Nyalwela, kwa sababu ile barabara inatuhusu kwa mzee kule. Tulipotoka kwenye National Kitulo. So nakumbuka tulienda mpaka mkapiga wali afa mjalipa pale. Mkaenda mkapiga afu dereva analamika ajala. Mkapiga wali shambani kule. Ile barabara pia hebu atukumbuka tu Nyalwela. Sababu ile barabara ya Kikondo kwenda mpaka Kitulo kule. Yaani basi hata kama kwa sababu ile barabara ni korofi na ni muda mrefu sana. Ikipigwa lami hata kidogo, yani watu endelee kutuongeza kidogo. Unajua inawezekana isipatikane budget ya moja kwa moja, lakini wakaendelea kutupunguzia. Kila mwaka wanaweka kidogo. Ama kama umeona ile barabara Likirukwa, zile sehemu ambazo ni korofi wameweka zege. Yes. Angalie sehemu mfano kama hujafika Nyalwela hapa, kuna sehemu ni korofi sana muda mrefu. Ikipigwa zege ilibidi tulipaki gari, tukachukua pikipiki. Yes, wakapiga zege vipande kama vile, wapige mitaro, maji yanapita. Unajua sometimes hiyo barabara zinaharibika kwa sababu ya maji kutwama. Ile ukitengeneza mitaro, maji yakiwa yanapita, barabara nayo inadumu kidogo. Kwa hiyo wajaribu pia kuliangalia kwenye upande na ile ni sehemu ya muhimu kwa sababu viazi vingi sana vinatoka kule. Yes, viazi vingi sana vinatoka kule. Kwa hiyo kibiashara ni sehemu ambayo naamini ni ya muhimu kwenye pato la taifa. Kwa hiyo wawekeze, ila tulipata nafasi kwenda kuona sehemu ambayo ndo analima viazi. Tupo Nyalwela, Tanzania, maeneo ya Mbeya. Yote tunaona yale ndo mashamba ya viazi. Kuna hiyo moja ambayo inadinyana, inaitwaje? Kidinya. Kidinya ndo kiazi sasa hivi ambacho kidogo kinalipa zaidi. Ilikuwa ni CIP kipindi cha nyuma, ikaja Tigo. Tigo ikasumbua kidogo, ikaja Obama. Sasa hivi Kidinya kinauza sana. Sio Kidinya kinaenda pia Malawi sana.
Yes, ni kiazi fulani hivi chekundu. Yeah. Mwenzetu ni mkulima. Kwa hiyo anajua hivi vitu kidogo najua. So tulienda mpaka sehemu ambayo ndo analima na tukala maharage mabichi. Nikwambia maharage mabichi ni kwamba maharage sisi unakuchukua magumu ambayo inabidi mpaka chemshwe. Kuna wale maharage ambayo yametolewa kwenye makasha yake bado malaini alafu yanachemshwa. Ndio haya ambayo tulipata nafasi ya kuyala kule. Ila kama alivyosema sijui mbunge wa kule nani, lakini serikali na muangalie jinsi gani ambazo mnaweza mkafanya. Kama alivyosema kidogo zile sehemu korofi zile wakipiga kizege. Yeah. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tulipita vile kujua sehemu ambayo viazi vinatoka kule. Ile shamba gani ambayo tulienda ambayo jamaa nini farms na Kasongo farm Kalongo yule mwenye maparachichi yule. Mwenye maparachichi. Yes, ni panaitwa nini? Kalongo's farm. Yes, Kalongo. Yaani Kalongo farms. Ndugu za zetu ameinvest vizuri sana. Kuna tumeng'ang'ania sana mijini na hizi sehemu za starehe za kawaida za mjini. Okay. Kuna wengine ambao hamfahamu na ndio hichi ambacho tunafanya Tanzania Unlocked Fuse Adventure pamoja na Ramige Safaris. Tutakuwa tunakuonesheni sehemu ambazo mnatakiwa mtembelee kwa ambao mnapenda adventure, muende mkaone. Kwa hiyo ule ni mkoa gani? Mkoa wa Mbeya ule. Mbeya. Eneo lile eneo ni karibia ukitoka Ntokela. Kwenye kona pale wanapaita, kuna jina moja wanapaita. Lakini ukiulizia tu Kalongo Farm ni barabarani kabisa. Ni kama almost mita 700 kutokea barabara ya Mbeya kwenda Kiela. Yes. Hata KST, Kikapaso. Yes. Hata baiskeli, yani hamna chochote ambacho unashinda kufika hata kwa mguu. Mita 700 unatembea tu kishuka hata daladala. Na of course ukiingia kwenye social media pia unaweza ukaiona na tuna video yake ambayo tumeitengeneza tutakuja kukuonesha. So ni sehemu ambayo ni nzuri sana, ni shamba lakini jamaa ameinvest. Kwa hiyo mtu unataka kwenda kurelax, kubadilisha, and the best part ni kwamba wana swimming pool nzuri. Yes. Ila it's heated. Yes. Ni ya moto. Naona Messi pale alikuwa anataka kuondoka na parachichi. Kwenye mti ile. Mlipoonaje pale? Pale pazuri sana. Yaani ni zaidi ya, sitaki sana kusema lakini watu wanang'ang'ania sana Zanzibar, lakini that place is very good. Kama ni honeymoon wana accommodation ambao ni nyumba moja inachukua familia nzima. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana. Yeah, ni sehemu nzuri sana. Just assume wewe kwenye, maana unajua sasa hivi Zanzibar mtu kienda honeymoon unakuta mlishaenda pia kwenye girlfriend na boyfriend, ulishaenda na group safari, yani vitu vingi sana wameshafanya. Lakini na huko unaingia kwenye hoteli afu unakuta bluetooth ya mpenzi nimeshakona kwa hiyo hapo unafanyaje ndo honeymoon yako? Unamwaje unafunika kombe? Sasa kwa vile umeshaoa ndugu yangu, unajua uendi inabidi ufunike. Inabidi usawa. Maana yeye anaweza akaingia sehemu nyingine akashangaa koko naye ime. Kwa hiyo reception. Karibu Mr. Paul. Yes, kwa hiyo alafu pia mtu uko Dar es Salaam, uenda Zanzibar, umetoka kwenye joto, umeenda kwenye joto. Umeelewa? Nendeni ile mikoa kule. Ina ubaridi wake. Ashumu umekata zako flight ya Tanzania. Umeona? Yani go and return ikizidi sana 500 na maana 2 milioni hiyo. Haya, mmeenda paka Songwe. Mmeshukia Songwe. Asubuhi mmechukua ule, mkitoka pale mnachukua labda Alfred. So kama ukiwa umefanya booking na maana atakubeba moja kwa moja, atakuwa anajua namna. Tena anaweza kuchukulia hata Alfred kwa sababu sehemu ninazo kupeleka zote Alfred inafika. Akakuchukua, akakupeleka labda pale Kalongo Farm. Usiku ule ndo kalala pale. Ukiexperience ile asubuhi ukapata zile picha za sunrise sio nini na yale mashamba jinsi yalivyo. Mkaspend hata mchana wote pale kula sio nini. Then the next day mnatoka mnaenda Kaporogwe. Kaporogwe mnapitia tu mnapaangalia. Tulisema tu mute. Kaporogwe unapita pale unapaangalia, then unatoka kwenda kulala wapi? Palazzo. Kwenye ile beach. Niambia una spend pale siku 2, unafanya tele spot fishing na viboti vidogo nini. Yes, mnapata picha nzuri za ufukwe zile. Ni sehemu ambayo wengi hawaifikirii.
kwa sababu hata walioko Mbeya bahati mbaya wao pia honeymoon yao nao wanawaza, kama mtu ana hela anawaza Zanzibar, mwingine anawaza kwenda Arusha, wakati kuna sehemu nzuri sana kule ambao ukifika kwanza ni unique. Yes, ni tofauti na mwenda sehemu mara ya pili. Sasa na mimi leo hii uniambie twende Zanzibar honeymoon, mimi siwezi kukuelewa kwa sababu nitakuuliza tunaenda kulala wapi, sehemu fulani nishalala, wewe kule nishaenda. Sasa tunafanya activity gani? Ni zile zile. Sikatai, lakini kama hujawahi kwenda ni sehemu nzuri pia kwenda, kwa sababu pia ni ndani ya nchi yetu. Lakini ukiexperience hivi vitu vipya pia navyo ni kitu kizuri sana. Pia kitu kingine kwenye hiyo Kalongo, mtu akienda kuiangalia kwenye Instagram au account zao anaweza akaona ni sehemu ambayo ni very expensive, lakini sio ghali kabisa. Very affordable. Nadhani bado ndio hicho ninachokisema, kutokana na tunafahamu Serengeti, Ngorongoro, Zanzibar kuna hoteli na gharama za juu sana. Watu wana apply over the board kwamba hizi sehemu zote gharama zake ni kubwa, na kwenye zile video tumeelezea mtu unaweza ukaamua hata ukatoka na basi mpaka Mbeya, sehemu gani ushukie, kama kuna accommodation ya kulala hapo asubuhi ndio uende, au unataka kuchukua ile Pendo alielezea mpaka jinsi ya kuna noa zile ya kukuchukua kutoka mjini kukuleta. Kwa hiyo gharama zake sio kubwa. Kuna option ya ndege kama unataka kwenda kwa ndege. Mimi binafsi napenda sana ku drive, kwa hiyo kuna option za ku drive. Ukitaka ku drive mnaweza mkajikusanya. Sisi tumeenda wangapi? 5. Yes, 5 people tumeweka kwenye gari, tumeenda tumetengeneza. Kwa hiyo mnaweza mkajiorganize wenyewe and go and enjoy nchi yetu. Ila pia msisahau kwamba Fields Adventure pamoja na Ramige Safaris, hivi ndio vitu ambavyo tunafanya. Ukitaka kuorganize trip, yani full package, na unataka consultation, sehemu zipo nyingi ambazo tumetembelea. Consultation bana, I have 4 days or I have 2 days or na wiki nzima, upangiwe itinerary nzima, ni kitu ambacho kinaweza ukafanyiwa, wala usiogope. Na hiyo ni kulingana na bajeti yako. Kuna watu ambao mimi nakuta wanifuata. Unajua mimi kila mwaka siwezi kosa watu 10 mpaka 15 ambao wanaenda honeymoon. Kuna mtu anaenda honeymoon. Kwa vile mmekutana hapo, akisharudi si marafiki, anakuambia kabisa anajuta ule muda gharama aliyopoteza kwenye hiyo honeymoon. Lakini sometimes unamshauri, unaambia kabisa hicho unachokiona ni picha. Mfano, mtu anakuambia nataka kwenda Maldives. Kuna picha mnayoiona na kuna reality. Ile picha unayoiona na sio rahisi kwenye ile resort kwenda kulala. Utakuta $400, $500. Ile ya maana ambayo unaona mtu anatembea na baiskeli anafanya nini? Sasa mtu mwingine anataka kile lakini kwa $2,000 yake pamoja na tiketi, ambacho ni kitu ambacho hakiwezekana. Lakini anahitaji tu afike Maldives. Akifika akirudi anakuambia nilichokiona na nilichoenda ni tofauti. Kumbe ni budget. Kwa sometimes mtu kiangalia budget yako, maana ile unajua sometimes mtu anaona ile michango ya harusi, lakini kumbuka baada ya pale ni ndoa hiyo. Kwa hiyo ukiangalia ile budget yako, unaweza kwenda sehemu ambazo ukapata vitu vizuri zaidi ya vile ulivyokuwa unavipigia mahesabu, lakini kwa gharama nafuu, kwa sababu ni kitu ambacho kipo kwetu na ni affordable. Kwa mtu anaahirisha honeymoon kwa sababu anaona bwana ni gharama, kila mtu anaenda huko ni gharama. Mtu akiwaza akienda Zanzibar analala kwenye hoteli ya $300, $250, lakini unaweza kwenda sehemu, mfano akienda kwenye the best, ndo number 1 destination ya honeymoon ile Kitulo. Akienda Kitulo analala kwa $29,000. Sasa ujiulize, bibi harusi na bwana harusi mnalala sehemu $29,000 na ni nzuri kama zilivyo hoteli zao za mjini. Yaani unajua ndo anajifikiria as you explaining, mtu ana dola yake 2,000. Alikuwa anataka kwenda let's say ndo kama Bali au huko. Aseme no. Same $2,000. Tunataka utuandalie itinerary ya kwenda let's say wanaita nyanda za juu kusini, Southern Highlands. Nadhani watapata vitu vizuri kwa sababu tutawaandalia trip, accommodation, mpiga picha, production, yani kutokana na budget, na wataenda sehemu na watakula vizuri, watalala vizuri, wataenjoy. Watapata better value kuliko ambacho wataenda kupata kule, kwa sababu gharama na watakachokipata havitoendana, na mtu atarudi njuta. Kabisa. Let's say what's your best moment of the trip? My best moment of the trip, moment ni nyingi. The best one. Okay, fanya 3 best moments. Tuongezea 3. Okay.
Kwangu mimi ya kwanza kabisa ambao kwangu mimi naona the best moment ni ule usiku. Mimi bado Kaporoge ni namba 1. Ule usiku kulala Kaporoge. Unajua nilikuwa napiga picha za kwenye tent. Mimi nimefika, nyewe ndo mmelala. Mimi nilikuwa nipo kwenye tent napiga picha, natoka naenda kumuonyesha Blaze, angalia hii picha. Ananiambia shit tumepigaje, anakuja anajaribu na yeye cameraman wake anashindwa. Kwa hiyo ile kwangu mimi, yani ile sehemu, kulala ile sehemu mimi, ile ndio best experience ya kwanza. Sawa. Yes. By the way, this room tunatafuta photographer na videographer ambaye ni mkali. Unajua unaweza kushoot vizuri, unaweza kutengeneza content za safari na vitu kama hivyo. We are open. Tuma kazi yako kwenda 0764124124. Kama una Instagram yako, kama una kazi zako zitume pale, then we'll take it from there. This room tunataka mtu ambaye ni mkali wa hizi kazi tuongeze kwenye timu yetu. Kwa hiyo mi second place ambao kwangu mimi ndio ile wow iliyonivutia sana ni ile beach ya Lake Nyasa. Ni sehemu moja hapo nzuri sana na ni sehemu ambayo nilienjoy sasa ile palipo kucha asubuhi. Ile kuspend ule muda wote mpaka mchana. Sasa ule mchanga wake kama unakumbuka. Walikuwa wanacheza mpira gani wewe? Kama unakumbuka kuna mtu akasema nimechimba mchanga mkubwa kweli chini. Ule mchanga ni mzuri sana. Kwa hiyo ni sema ambapo nili experience nzuri kwangu mimi. Lakini the last one ambayo kwangu mimi kila wakati nasemaga ni the best place kwangu ni Kalamba Waterfalls. Napenda nini? Napenda sana kwenye kushuka zile ngazi na kupanda. Sasa nikiwa na watu ambao wanaolialia ile kwenye kupanda ndio yani inaonyesha how fit am high. Yes. Kwa hiyo kwenye kupanda pale ukiweza kupanda vizuri unajua kumbe niko fit. Inakutiatia moyo japokuwa miaka 40 lakini kidogo bado afya ipo. Yes, kwa hiyo kwenye kupanda na kushuka yani kivipi? Yani nini kimekufurahisha? Kwa sababu napenda kushuka ngazi na wakati nikiwa napanda naona nikiwa nateseka kupanda na kushuka. Kuteseka wewe peke yako. Kuna mtu anateseka alafu anamuomba msaada. Kuteseka wewe peke yako. Kuna mtu alipanda kwa fujo akafika juu akavua shati kwa sababu alikuwa haoni moyo. Kwa hiyo akaanza kuchungulia kama upo. So kwa hiyo ile ni sehemu moja hapo nzuri sana. Lakini Waterfalls afu kule chini mimi mara mwisho naenda walikuwa hajamalizia kujenga. Kwa kitendo cha kujenga pale kidogo tulipopiga picha pale. Tulipopiga picha. Kwa hiyo pametengeneza view nzuri. Mara mwisho mimi naenda zengaza zilikuwa mpaka kule. Zilikuwa zimeshia katikati hapa. Kwa hiyo kuna kipando na shuka kuteleza, unashuka na matako tunasema. Kile kidogo kilikuwa ni mtihani. Lakini walipomalizia pale, naona sasa hivi ni same race kushuka na kupanda, hata mara 4 kushuka na kupanda kwa siku unafanya. Ni sehemu nzuri sana. Yes, kwa hiyo hizo ndo sehemu zangu 3 the best. Yes. Messi? Mimi same best of all ya kwanza ni beach kama nilivyosema pale Lake Nyasa. The beach is very good, ni safi, ina good scenery. Ya pili ni Kimani Waterfalls iko Mpanga Kipengere. Sijai kuona the biggest waterfalls kama niliyoiona. Na kitu kingine nilichokipenda kuhusu hiyo waterfalls ni kwamba mimi naogopa sana maji. Kwa hiyo that day I conquered my fear because one wrong step umekufa. Yaani ukikosea tu kidogo, ukipelekwa na yale maji tunakusahau. And the third one ni Kaporogwe kwenye ile pango ku camp pale. Hizo ndo zilikuwa best moments zangu. Mimi of course Kimani has to be there. Nili-enjoy sana. Vile ni Kaporogwe. Yes, Kaporogwe. Alafu na Kitulo. Kitulo, that place was magical, especially zile picha za usiku zile za moon pale. It was amazing. By the way, naomba wote video nzima imeshutiwa kwa simu. Unaweza kuotea ni simu gani na ina ubora kiasi gani? So, hizo ndo 3 locations ambazo binafsi nilizipenda, na tumalizie your 3 worst moments katika safari nzima. Iwe ni location au iwe ni moment. 3 worst location katika your moments zako. Sasa kuna moja nikitaja naweza nikamharibia mtu kazi. Lakini worst moment ya kwanza ni pale nilipolala Sma alipotupeleka kulala Mbeya.
yeye pamoja na Mbeya 24. Yule mlinzi mimi alinikera sana, aliniharibia usiku wangu wote. Ile ndo ya kwanza, lakini ya pili ambayo kwangu mimi ilikuwa ni sio mbaya, lakini ilikuwa inanitisha jinsi watu walivyokuwa wanaongea. Sasa ni kama wewe ulikuwa unadili na watu kule, kwa ulikuwa uelewi kinachoendelea huko. Lakini ile Kirukwa, kutokana na ile skendo watu kushikashika mabegi ya swini, wageni wakifika kidogo ni mtihani. Kwa hiyo kuna maneno ambayo alikuwa anaongelewa chini chini kule, as if kama sisi tulioenda pale kuna kitu tumefuata. Yes. Alafu kuna wengine wanaambia msishirikiane na hao sio nini. Kwa hiyo yale kidogo nikana sema yes, yeah. Kwa hiyo nikana sema hapa tukiongeza dakika 30 kikiamka chochote hapa, mtu akikosa vitu vyake hapa mambo yanaweza kaa mengine kwa sababu ya hiyo. The last one ni siwezi kusema kwamba ni nani mbaya sana, lakini kwangu mimi kile pale kwenye maji moto kule. Na sijui, nafikiri hajawekwa pale kama guide. Nafikiri amewekwa pale kama mlinzi. Yes. Kwa hiyo sikupata information za kutosha. Vitu vingine nasoma, nauliza, ninachojibiwa yani najibiwa shallow kuliko hata mimi niliyosoma bango. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndo sehemu nyingine ambayo unajua nilidhani ni mimi peke yangu nimenotice. I think hakuwa mtu ambaye amespecialize kwenye elimu ile. Nilidhani mimi peke yangu nimenotice. Afu hivi ile ipo chini ya TANESCO Yes. Unajua nimeshangaa kwamba yani, baada ya kusoma kufuatilia kwamba iko chini ya TANESCO na ile hydrothermal energy ile. Sasa pale angetakuwa wewe mtu ambaye anaweza kueleza namna mipango yao, uzalishaji wa umeme utakuwaje, malengo wazalishi watu ngapi, yani kila kitu wakielezee kiundani. Umeme utasambazwa kwenda mkoa wa Songwe, tunajua kabisa una changamoto umeme baada ile migodi ile kugundulika. Na nafikiri uliona tulivolala Songwe umeme na katika ovyo sana, kwa sababu umeme ni mdogo. Kwa hiyo naamini ule umeme ukizalishwa pale utasaidia sana mkoa wa Songwe. Kwa hiyo vitu kama hivyo angekuwa mtu ambaye anaweza kuvielezea kiundani ingesaidia. Mimi my worst moment ya kwanza ni kuangusha drone, japo sio mimi nilioangusha, lakini yani ilivyoanguka vile nilijua kabisa tusingeipata, yani safari isingekuwa nzuri kama yani tungefunga virago kwa tukarudi. Na ningeumia sana kwa sababu ni uzembe. Was the worst moment kwangu. Ya pili ni Kaporogwe. It's a good place, lakini pia ina disadvantage zake. Mimi kukosa choo ni kitu ambacho kilinidisturb sana, yani sana. Ukikosa choo unamaanisha nini yani? Kukosa sehemu rasmi. Kwamba ukisikia chochote ni mpaka utafute kisehemu chako ujibanze. Kwa hiyo mimi ilikuwa inanisumbua sana. Ya tatu ni wapi kule tulishuka ngazi ndefu? Kalambo. Kushuka nilishuka vizuri, kupanda yani nilitamani hata helikopta ije ibebe. Ngazi 1271 sana. Ile mshikaji wangu apewe mawaki. Kwa kweli. Anajua kukupa yule guide. Anakupa moyo. Mnaweza. Yani ni hapo tu tubakiza kidogo tu, yani anakupa sana moyo. Ana experience zaidi ya miaka 15 kwenye hiyo kazi, so jamaa apewe anajua. Mimi ningeshauri labda wangekaa sasa vile vibango, you are almost there. Yani hata mtu ukisoma ukutie moyo, you can do it hivyo. Okay. Na wewe? Mimi ya kwanza mpaka nilitaka kubaki kwa sababu nilishikwa na hasira, honestly. Ni Kaporogwe Waterfalls. Nadhani nakumbuka mpaka nitaka nibaki. Uko anaambia lele kwenye gari. Kwa sababu the same is amazing, ni pazuri sana. Lakini ni kama pametelekezwa. Yaani kuna vitu ambavyo very basic ambavyo vingeweza kuwekwa ngazi, sehemu za kiusalama za kufika pale, lakini ni sehemu ambayo haijawekeze, yani huoni uwekezaji wa aina yoyote katika lile eneo. Yani nilishikwa na sina mpaka nikataka kubaki kulala kwenye gari kwa sababu it was dangerous as well. Ule ni udongo, unaweza ukateleza ukajikuta umeanguka chini and watu wakaanza kurudi kwenye costa. Umeona? Kwa hiyo ile ndio ilikuwa ya kwanza. Ya pili, mimi nilikuwa niko very work oriented. Unaenda na mtu kwa sababu ya kufanya kazi alafu hadeliver kazi ambayo mmekubaliana, ilikuwa inanidisturb sana ile. Kwa sababu kuna vitu ambavyo hamwezi kuvirudia, na mkivirudia haviwezi vikatoka kama vilivyotakiwa. Na pia
mkishakuwa mna agreement fulani alafu watu hawadeliver inavyotakiwa, hiyo mimi ilini disturb sana. Ya tatu ni ile kupigwa faini sehemu ambayo umejitahidi kufuata sheria safari nzima. Kwenye 50 unapiga 50, mstari ambao kuruhusu overtake, sehemu ambayo ni blind spot unazingatia, yani unajitahidi kufuata sheria kadri ya uwezo. Alafu unakuja unapigwa sehemu faini ambayo hakuna kibao. Unakuja tukwambia kulikuwa kuna kibao lakini kimedondoka sasa hivi hakipo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ilini disappoint. Na nikifahamu kwamba wao wana mamlaka, sheria zinawaruhusu kutoa warning kwamba okay, tunakupa warning kwa sababu either kibao kilikuwa kionekane vizuri, lakini pia tukiangalia leseni yako inaonyesha hujapigwa any fine hapa recently. Kwa hiyo ni mtu ambaye unafuata sheria vizuri. Kwa hiyo mtu ambaye unafuata sheria alafu unakutana na mazingira hayo kwamba sehemu haina visible sign ilianguka alafu umepigwa fine, ni kitu ambacho kilikuumiza. Kilini disappoint. Okay. Yeah. So video zinakuja, mtaziona very soon, zinatakiwa zeditiwe. It's almost 6 TB, sio kazi ndogo. Hizi mnazoziona so far ni vionjo. Nchi imebarikiwa. Yes. Lakini there's something special which is happening 2027 ambayo ni AFCON 2027. Yes. Na unajua watu wanaweza kujiuliza kwa nini watu wamefanya sasa hivi. Japokuwa tunaipenda hii nchi, lakini kuna kitu kubwa kinakuja 2027 ambayo ni AFCON. Hii AFCON natufanya wenyewe. Yes. Tupo Tanzania, Kenya, Uganda. Uganda sio ogopi sana, lakini Kenya na wajua walivyo aggressive kwenye kutangaza nchi yao nini na vitu vingine, kwa sababu wana airport ambayo ni destination ya flight nyingi sana kulinganisha na sisi. Yes. Lakini pia nchi yao wameshaitangaza, ni maarufu sana. Nafikiri wana ile hata nani ambayo ni maarufu kuliko zote duniani. Ile kama tunaita culture nini? Yenye bendera. Yes, Kenya. Ni maarufu kwa nchi yao wameitangaza sana. Lakini tulikuwa tuna AFCON last year hii ambayo mpaka leo bingwa hajulikani, mara Morocco, mara Senegal. Yes. Ambayo ukiangalia Morocco amenufaika sana na ile AFCON. Ndio maana leo hii ukisikia nchi yote tu inashindwa kuandaa AFCON, Morocco anaweza kwamba nileteeni. Yes. Kwa sababu anajua faida ya AFCON. Morocco aliingiza zaidi ya dola bilioni 13.5 mpaka bilioni 13.8. Hiyo kutokana na hii AFCON tu ambao last year. Yes. Na ukiangalia hiyo ni zaidi ya 19% ongezeko la pato lao kutoka 2024 kwenda 25 kwenye utalii. Yes, hebu angalia 19% inaongezeka kwenye pato lao kutokana na nini? Na AFCON. Kwa ina maana AFCON ni kiwanda kikubwa. Unajua hiyo tunaongelea trilioni 31 plus ya Tanzania. Hebu jiulize ni karibia budget yani ni hela nyingi ambayo ikiingia nchini kwetu. Tusipigie mahesabu hiyo. Labda kwa vile Morocco ni destination ambayo ipo karibu na Europe nini hivyo, kwa hiyo tuichukue hata basi hata 10%. Yes, hata ya hiyo tuanze kuitafuta sisi. Tunaipataje? Lazima tuiuze nchi yetu. Yes. Wazungu wengi wanaokuja hapa wanajua Ngorongoro, Serengeti, Kilimanjaro, Zanzibar. Na mtu yupo tayari ashukie Kenya, aende Ngorongoro, apige Masai Mara, aje si Ngorongoro, si Serengeti nini, amalize arudi tena Kenya. Lakini sasa kuna wale ambao watakao wapo uwanja Dar es Salaam Benjamin Mkapa. Akipata flight akaenda mpaka Songwe, alafu akapiga vile vivutio hata kwa siku 2, akarudi Dar es Salaam, akaendelea kuangalia zake mpira. Hiyo ni advantage kubwa sana kwake. Yeah. Kwa mtu mwingine anaweza kujiuliza Dar es Salaam hakuna vivutio vya utalii, lakini kwa ndege ya 300, 400, 500 unaweza kwenda Songwe, ukazunguka ukaona vitu vikubwa ambavyo wengine hawajaviona, destinations za maana. Na then ukaweza kurudi Dar es Salaam kuangalia mpira. Na hiyo itatusaidia nini kama nchi? Tutaongeza pato. Yeah. Unajua ukiangalia mfano zaidi ya wageni 600 Morocco waliwapokea. Sasa si hata tuseme 600. Tuseme hata 200 basi. 100,000. Hata 100,000. Katika wale 100,000 tuseme 50,000 ama 20,000 wametembelea vivutio. Ni shilingi ngapi sisi tunatengeneza? Kwa hiyo ni hela nyingi sana, lakini hivi vitu serikali haiwezi kufanya peke yake. Yes. Kuna hizi tour company. Lazima ujitoe, upambane namna kuitangaza nchi. Kwa sababu sisi ndo kazi yetu. Wewe hapo hamna naye kulipa.
mimi hamna anayenilipa. Tunavyopiga kelele kuitangaza nchi yetu, wakija serikali haiwezi kubeba watu wote, sema pandeni basi hili hapa la waziri muende Mbogani, no, ama muende Mbeya, lazima tafiti hizi tour company. Kwa hiyo ni jukumu letu pia sisi kuweza kuiuza nchi yetu kwenye AFCON. Na mtu anayekuja AFCON wale watu kishaondoka, sasa post picha aisahau kabisa. Unajua kuna watu waliendaga Qatar, yani baada ya kombe la dunia watalii Qatar wameongezeka maradufu kuliko before. Ndio maana kila mtu anagombania ili kombe la dunia lije kwetu, watu wanagomba. South Africa wao umeenda nje, ukiulizwa unatokea wapi, wanajua Africa na South Africa, yani hawajui kwamba sio kuna hii hapana. Kwa hiyo akiuliza are you from Africa, akiuliza South Africa, ndio hiyo anayojua. Kwa sababu gani? Ya kombe la dunia. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kuitangaza. Sisi tumeanza na huku na tutaenda sehemu nyingine. Kuna sehemu nyingi ambazo watu hawazijui. Tukisema tuongee hapa, yes, na hatuishia hapo. Tutaonyesha pia na wenzetu walivyojiandaa. Yes, Uganda amejiandaaje, Kenya amejiandaaje. Kwa nazo jamani. Tuombe Mungu. Yes. Alafu tujiangalie na sisi ili hiyo 2027 AFCON tujue tunajibebaje, tunainyanyua vipi. Kwa sababu ili hela ipatikane ni utalii. Mantilia atauza, sio mtu hoteli atafanya nini, lakini utalii ndio kila kitu. Tanzania ikipiga trip 4 za kwenda Mbeya, zikamwaga watalii Mbeya, jiuliza wala kina Mbeya 24 tours zote companies zoko Mbeya zitapata kazi. Wale wa mama ambao yule aletuzia chakula laki 4 kule, naye mwenyewe atapata kazi, tena zitamzidi. Kwa hiyo ni kitu ambacho sisi tunakipiga, tunakitangaza kwa nguvu, na tunaamini kuna watu pia watatujoin, kwa sababu AFCON 27 hata si pekee yetu hatoshi, hata serikali peke yake haitoshi. Kila mtu anatakiwa ipigie kelele, na ndio njia ya kuweza kuitangaza nchi yetu. Mimi naungana mkono na ni fursa kubwa, kwa sababu kama ulivyosema Morocco, kuna faida ambayo ameipata immediate during AFCON, lakini hiyo faida itaendelea kwa miaka 4-5 ijayo, kwa sababu kuna watu hawakwenda ila wameona mazuri yaliyoko pale, wataendelea kuja, na ni matangazo ambayo yana impact ya muda mrefu. Kwa hiyo same thing sisi tunaweza tukafanya. Nadhani kinachotakiwa kufanyika ni kwamba mamlaka iandae mazingira, iandae ramani ya Tanzania kwamba kuna Southern kwa sababu kuna watu ambao wanapenda kwenda sehemu za joto. Kwa hiyo kama unakuja AFCON Tanzania, unataka sehemu za joto, unaweza ukaenda Kilwa, unaweza ukaenda Mafia, unaweza ukaenda Zanzibar, unaweza ukaenda mpaka Mbamba Bay huko. Mpaka Mbamba. Kama unapenda milima na mabonde, unaweza ukaenda Southern Highlands, kusini, nyanda za juu kusini. Kuna Mbeya, kuna Sumbawanga, kuna Iringa na sehemu fulani. Kama unapenda wanyama, kuna Serengeti na Ngorongoro. Kama unapenda waterfalls na nini, kila sehemu waandae zile, alafu watoe zile ramani. Baada ya kuorganize vizuri na kuangalia capacity ya haya maeneo ya kuhost watu, wazitoe kwa tour operators na wale wanaoandaa trip za watu kuja. Kwa hiyo mtu anapokata ticket kwa sababu ya kuja Tanzania, nimekuja kuangalia labda opening match, yule anayembook anaweza akaongea naye kwamba you could come let's say 3 days before, ukashukia let's say Kia, tukakupitisha baadhi ya sehemu, then ukaja Zanzibar au ukaja Dar es Salaam for the opening match. Au after ukimaliza mechi yako umekuja kuangalia, stay an extra 1 week, tukupeleki sehemu 1, 2, 3. Kwa hiyo wakisell hivyo, mtu ataona kwamba sio tu naenda kuangalia mechi peke yake, lakini kuna vivutio vingine vya kitalii, na wafanye mazingira yawe rafiki as possible, ili kufanya kila atakayekuja awe balozi mzuri wa kupiga picha na video na kutangaza. Kwa hiyo tutapata publicity na awareness kubwa sana, na waandae mazingira rafiki ya influencers, travel influencers, na mazingira rafiki ili watu waendelee kupush. Sisi tumeanza nyanda ya juu kusini, tunayo itinerary kadhaa ambazo zinakuja. Trips zitakuwa amazing. By the way, kama unataka kuwa partner na kuwa sponsor kwenye trip zinazokuja, we have a lot of amazing trip ambayo inakuja. Kuna baadhi amegusia lakini hajatoa kwa ukubwa wake. Itakapofika muda tutakuja kugusia. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana ya sisi kutumia AFCON 2027 kwa ajili ya kuitangaza nchi yetu
na kuna sehemu nyingi ambazo zipo. Tunaamini tuna viongozi ambao ni wasikivu, wataangalia jinsi ya kuja na ramani ya nchi nzima na mazingira rafiki, kuangalia capacity. Baadhi ya sehemu ambazo tumeenda zinatakiwa improvement, kama sehemu ambayo najua itaanza kupata traffic kubwa sana ni waterfalls ile nini Kalambo na Kaporogwe, yes. Najua kabisa. Na ile iko chini ya halmashauri. Yes. Honestly, natamani itolewe chini ya halmashauri, either ingilie katika hizi mamlaka kubwa. Au apatikane mwekezaji. Yaani yes. Akipatikana mwekezaji pale, ile itakuwa ni kwanza halmashauri wanaweza kutengeneza system moja. Unajua mfano kama easy parking. Kuna makampuni mbona walipoaga sehemu kwamba hii ni parking yenu mnaisimamia, halmashauri na percent yao. Tafuta mwekezaji mweke pale, kila mgeni anayekuja receipt inayotoka halmashauri na percent yake, yule mwekezaji na percent yake. Mambo yanaenda. Sababu pale akitengeneza njia vizuri, akifunga lights nzuri pale. Umeenda South Africa Cape Town ile Table Mountain. Jinsi ilivyopigwa zile lights zile. Inang'aa mpaka usiku. Ndio maana mtu anaweza akakaa anaenda kwenye viewpoint zile, anaangalia usiku. Watalii wanaenda usiku wanapaki magari kwa ajili ya kuangalia ile Table Mountain. Kwa hiyo ni sehemu ambazo ni nzuri, tukiwekeza yani ni kidogo, unafunga lights, unatengeneza tu vimawe barabara vile, weka chuma za security, watu wasidondoke, weka sehemu nzuri watu kukempu, watu wakiwa na camp pale ni sehemu nzuri sana, na tutengeneza hela kama nchi. Na umesema kitu kizuri kwa sababu ni mwakani, muda upo lakini sio mkubwa. Naamini serikali haiwezi kufanya vyote kwa pamoja. Ila watoe list kwenye wizara let's say ya Maliasili na Utalii. Tuna sehemu 1 2 3 4 5. It's open kwa wawekezaji. Ili kila mwekezaji aangalie, mimi nataka Kalambo Waterfalls, aje awekeze. Mwekezaji within 1 year anaweza akawekeza akaboresha ile sehemu, by Afcon inakuja tayari iko rafiki. Na bahati nzuri sehemu nyingi tuzoenda kuna zinafikika barabara. Sehemu ambazo zinahitaji zege wameweka zege, sehemu ambazo zinahitaji moram wameweka moram. Kwa hiyo majority hizo sehemu zinafikika, kasoro chache. Kwa hiyo serikali nadhani kwenye hili waliangalie, tutumie fursa ya Afcon. Tusubiri video zinakuja. Kama unataka kuwa partner katika trip zetu Tanzania Unlock, Fuse Adventure pamoja na Ramige Safaris, tutumie text ya WhatsApp. Usipige simu, tuma text 0764124124. Tutajenga from there. There's a lot ambazo tunaweza tukashirikiana. Soon tutatangaza the next trip, na kama tulivyosema, kama wewe ni photographer, videographer mkali, unajua kushoot na kuedit, uko tayari kusafiri kwa sababu ya adventure, tunahitaji watu wa aina hiyo, na tuma message kwenye 0764124124, then tutajenga from there. Messi, what do you have to say kuambia? Kwa kumalizia, ningependa tu kuambia watu kwamba good things are coming, so stay tuned. Usikae mbali na channel ya Fuse Adventures pamoja na Ramige Safaris. Mr. Ramiga, mimi nawakaribisha tu wale wote ambao wanataka kupartner na sisi, wale watu wa Serengeti Hot Air Balloon. Nafikiri wao wenyewe wanajua Afcon ndio sehemu moja ambao wanaitegemea sana. Wana kazi nyingi, lakini hicho ni kipindi kimoja hapo pia cha kupiga sana. Kampuni zote, makampuni ya mafuta, hizi petrol station, hata kama ni media, unataka kuwa media partner, wote tunawakaribisha. Kwa sababu material kwanza tulionayo ni material mengi sana. Unajua kwamba ilibidi tuagize hard disk kutoka Dar ili kuhamisha tu material. Jinsi kazi ilivyo nyingi. Kwa hiyo kwanza tuna mzigo mzito. Huu mzigo tukianza tu kuutoa, tumeshaanza kutizi kidogo kidogo. Tukianza kuutoa nyewe wenyewe mtaona. Kwa hiyo ni wote tuwakaribishe sana, lakini pia kuna vitu vikubwa vinavyokuja. Vikubwa sana. Yaani kama ni mzalendo kweli na unaipenda nchi yako, hebu kaa na sisi afu utaelewa. Usisahau kufollow Instagram Fuse Adventure, Ramige Safaris. YouTube video zote zitakuwa zinapatikana YouTube channel ya DJ Smart 255. Hiyo ni DJSMA 255. Zote zitakuwepo pale. Nachoweza kuambia tunaipenda nchi yetu, tumebarikiwa. One love. Niaje Ramiga? Niaje Fuse Adventure? Uko fresh? Niko fresh kabisa. Bane, watu ambao wanakuja kwenye Afcon 2026. 2027 samahani. Yes. Unawaambiaje? Nawaambia cha kwanza, wewe chukua zako tu flight. Njoo Songwe. Unachemka hapa. Hii sehemu unachemsha yai hapa. Wala utasinywe chai, njoo chota maji hapa.
Hii ni sehemu ambayo maji ni ya moto, Yeah. na tumeatest kama tulivyoona, Yeah. na yana bonge moja ya view. So whenever you're coming to Tanzania, make sure that for AFCON 2027, hata kama sio AFCON lakini unataka kutembelea Tanzania, hii ni sehemu ambayo unatakiwa uvisit. Na kama mtu anataka kuja, utaratibu ukoje? Ramige Safari na Fuse Adventure tuna package tutakuja kuwatolea. Hizo package zina include kuanzia transportation, accommodation. Yani ukiwa mfano unapokuja kwenye AFCON tunakupokea kuanzia airport, tunakupa accommodation, tutakupa transportation na kwenda uwanjani, tutakuhakikishia transportation za kwenda kwenye adventure. Yani ile ni full package. Ukimtafuta Ramige Safaris na Fuse Adventure utakuwa umekamilisha kila kitu. Yani ukija unakuja kibosi na begi lako na warudi na begi lako, lakini utakuwa usawi hiyo trip. And just in case labda unataka accommodation peke yake, ukimcheck Ramige Safaris, Yeah. anahakikisha kwamba anakuorganizia swala lako la accommodation na transportation ndani ya Tanzania. Lakini kwa hata Watanzania wa ndani, Yes. Hata Tanzania ndani hii ni fursa kwa sababu pale tumelipa 3,000. 3,000 tu kiingilio. Na ukiangalia kwa mtu ambaye labda anahitaji weekend yake kuwa nzuri, unaweza ukapanda flight ukaja Mbeya, ukilala Mbeya, kesho yake asubuhi ukaamka ukaja Chemka, ukaongeza tena vituo vingine kadhaa ambavyo vipo. Ni package nzuri sana. Kuendelea package unaweza ukanufaika kwa package kidogo ambacho cha weekend na ukaweza kunufaika na vitu vyote. Na sisi yani kitu ambacho tunakifanya ni kwamba hatukupi package moja sehemu moja. Kwa hiyo hapa kuna Chemka, lakini kuna Kimondo, then kuna mazingira mengine around. Kwa hiyo kutokana na package ambayo utakuwa unahitaji, Watanzania nikwambieni kwamba we very blessed, tumebarikiwa sana, tuna vitu vingi sana. Make sure unakuja kutembelea hapa. Panaitwaje? Panaitwa Maji Moto. Shilingi ngapi? Ni shilingi 3,000 tu. 3,000? Yes, 3,000 tu. Upewe nini tena Mtanzania? AFCON 2027. Ramige Safaris, Fuse Adventure, you are welcome.